Just imagine mazee, unatoka kwa job, unarudi nyumbani, eti unaambiwa habari za miaka mingi, habari za ndoa. Yaani kivipi wakati umetoka asubuhi na unarudi jioni hii nyumbani unakutana na habari kama vile yani umetoka nyumbani miaka 3 iliyopita? Lazima ushtuke, na mbaya zaidi unaambiwa kwamba wewe ni mke wa mtu na watu walishakula, walishasherehekea, walishasahau kabisa kuhusiana na tukio lako la ndoa. Wewe kama wewe lazima hivi, kwanza unafanyaje kwanza? Ndicho ambacho sasa kimemtokea Doto. Doto haelewi inakuaje kwaje, ni imekuaje kwaje mpaka imefikia hatua hiyo. Tunasonga mbele. Langu jina Lucas Lumbas, mtayarishaji wa hii simulizi ni kadada ketu Kakiti. Basi Doto anasema kwamba niliomba niwe peke yangu ili nielewe nimekuaje mke bila moyo wangu kukubali. Bila kusubiri jibu, nikaelekea chumbani. Mama akaja kunifungulia. Nilijilaza kitandani nikitazama dari. Moyo wangu haukuwa hapo, akili yangu haikuwa hapo, na roho yangu haikuwa hapo. Baada ya kujifungia chumbani kwa muda mrefu, macho akiwa yamevimba kwa kilio, mama na Kulu alikuja kuniita nitoke sebleni. Mama akasema kwamba Doto, hii fujo zote ni za nini sasa? Si ulikubali mwenyewe kuolewa na Oscar jamani. Leo unasema humtaki. Unataka kutuona kama hatuna akili, si ndio? Kulu akaongezea kwa hasira akasema kwamba familia imesimama na wewe tangu mwanzo. Oscar ameheshimu taratibu zote. Sasa unaleta drama za ghafla, ina maana gani sasa? Nikasema kwamba lakini mama, mimi sikumbuki kukubali. Yaani na hata kama kulikuwa na saini, moyo wangu haukuwa hapo. Yaani mimi naumia, naombeni mnieleweshe basi. Mama akatikisa kichwa akasema kwamba hapana mwanangu. Huwezi kuamka leo na kusema eti kwamba hujui ulichochagua jana. Kama humtaki mumeo, basi una budi ya kuondoka. Hapa huwezi kuleta vurugu bwana. Nikasema kwamba mnaniambia niondoke. Yaani niondoke nyumbani kwetu? Kulu akasema hiyo ndio njia pekee. Nirudi chumbani nilia sana. Usiku ule nilala pale pale. Usingizi mzito wa uchungu kama mtu aliyepoteza mwelekeo kabisa. Asubuhi ilipofika niliamka nikiwa nimechoka kuliko jana. Nilivaa haraka nikatoka bila kuaga. Nielekea kazini nikijifariji labda kazi ingenisahaulisha yote. Nilipofika kazini bado sijaingia ofisini kwangu, daktari mmoja alinifuata. Alinitazama kwa mshangao. Najua hapo unaweza kusema msikilizaji, kwa nini usirudi kazini ukauliza ya kwamba je, jana nilikuwepo, juzi nilikuwepo? Asa daktari alinitazama kwa mshangao uliochanganyikana na wasiwasi. Nikahisi itakuwa ananishangaa nimerudi kuvaa, yani nimerudia kuvaa nguo za jana. Sasa akauliza kwamba Daktari Doto, uko sawa leo? Nikajibu niko sawa daktari. Akasita kidogo kisha akasema kwamba jana niliona uliacha gari lako hapa maegesho hadi leo liko pale. Sasa sijui ulipata dharura au lina shida. Nikasema nini, gari? Daktari akasema ndio. Nikasema daktari, hivi inawezekana mtu akafanya maamuzi makubwa akiwa kwenye msongo wa mawazo bila kukumbuka baadaye? Daktari akasema inawezekana kabisa Doto. Msongo wa mawazo, majonzi makubwa na mshtuko vinaweza kufanya akili ifanye mambo ambayo baadaye mtu hawezi kuyakumbuka vizuri. Basi nikaa kimya. Ndani yangu kulikuwa kuna hofu mpya. Je, ndoa yangu na Oscar ilikuwa matokeo ya maumivu yangu na si mapenzi, ama je nilikubali kwa sababu sikuwa najitambua ama? So mimi sikutaka kujadili sana. Niliamua kwenda ofisini kwangu, nilipekua pochi yangu vizuri. Kweli kulikuwa na funguo ya gari. Kila kitu hapo nilikuwa naona ni kama picha tu, mimi sikuwa hata naaminiwa. Niliamua kumpigia Oscar anifuate nipeleke huko kwetu. Mimi sipajui bwana. Baada ya muda Oscar alikuja, nikaondoka naye. Tulifika huko kwetu nikakuta kuna vitu vyangu vingi tu, ndio nizidi kuchoka. Hadi picha za harusi nizikuta kutani. Nikasema au ninaota nini? Basi nimwambia Oscar kwamba naomba maji ya kunywa. Alinifuatia mbio mbio na kuniletea maji. Tangu umenioa huu ni muda gani? Ni miezi 2 sasa. Na tushawahi kufanya mapenzi? Sinakuuliza, mbona unakaa kimya? Ya, tumeshafanya.
Alinijibu nijikuta napaliwa maji, nikaanza kukohoa. Basi alinikimbilia pale na kuanza kunipiga mgongoni. Nikampiga kibao kimoja. Nikamwambia usiniguse. Mimi sijaolewa na wewe. Doto, naomba sio hivyo basi. Unatambua jinsi gani mimi nakupenda, Usiniumize kiasi hiki bwana. Oscar alisema kihuruma sana. Tatizo mimi mpaka muda huo sikuwa na idea yoyote. Yaani nimeolewa kivipi? Na wala mimi simpendi. Nijaribu kuelezea ndugu vile hali ilivyo, ila ni kama nilikuwa katuni mbele zao. Yaani hawakunielewa. Basi nijifungia chumbani pale kwetu, yaani kule nilipoambiwa ni kwangu sasa. Nilikaa kitandani nikiitazama dari. Nikisi kama roho yangu imetoka mwilini. Kila kitu kilikuwa halisi yani. Lakini kwangu kilionekana kama sinema. Oscar libaki sebleni. Nilihisi hatia isiyoelezeka moyoni kwangu kwa kumtendia vibaya Oscar. Lakini pia hasira, hofu na kuchanganyikiwa vilinichanganya hadi sikujielewa. So baada ya muda nilisikia mlango ukigongwa. Sauti ya Oscar ilisikika kwamba Doto, tafadhali fungua. Nikamjibu sifungue. Basi alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Kisha akasema sawa, lakini tafadhali kula kitu, hutakiwi kuumia zaidi. Basi mimi sikumjibu, aliamua kuondoka. Nijifunika shuka, nikalia sana kama mtoto aliyepoteza aliyempoteza mama. Usiku ule usingizi haukuja. Niliona picha za harusi ukutani. Nijiuliza mara 100, je, nilijisaliti mwenyewe au umekwaje? Asubuhi ilipofika nilichukua simu yangu, nilimpigia Amani. Amani akauliza, Doto kwema? Nikasema Amani, mimi nimechanganyikiwa, nisielewi hivi. Nimeolewaje? Mbona sielewi? Amani akasema, Doto, kuna kitu lazima nikwambie. Nikamwambia kitu gani? Amani akasema, mimi pia sielewi nini kilitokea, maana ilikuwa ghafla sana wewe kukubali kuolewa. Yaani nilipata wasiwasi. Wakati wa maandalizi ya ndoa ulikuwa na furaha sana. Sasa mimi nikaa nawaza kwa nini ubadilike haraka? Oscar akakufanya nini? Au kuna kitu yani kakutishia pengine yani ukuwa na jinsi na ikakubidi ukubali tu kuwa mkewe? Hebu naomba niambie ukweli basi, mimi naweza nikakuelewa. Kinyume na hapo Doto, mimi siwezi nikakuelewa. Nikamwambia Amani ya kwamba hapana, Oscar ana chochote alichonitishia. Mwana akasema, kwa hiyo sasa uliingia kwenye ndoa ukiwa hujitambui ama? Nikamjibu kwamba unamaanisha niliweza kukubali bila kuwa sawa kiakili? Mwana akasema, hilo sasa unatakiwa unijibu wewe. Na ndio maana mimi nilikuwa na wasiwasi, lakini familia iliona kila kitu kiko sawa. Ila kama una chochote kilichokulazimisha basi inabidi tu uitumikie ndoa, maana wewe ni mke wa mtu tayari. Kwa hiyo acha hizo drama dadangu. Nilibaki tu kulia. Kila mtu hanielewi. Nilihisi kama niko peke yangu duniani. Hata Amani ameniona mimi ndiye tatizo. Basi nikata simu, nikaweka pembeni. Maneno ya Amani yaliendelea kunirudia kichwani kwamba acha hizi drama, uitumikie ndoa. Je, hisia zangu zilikuwa drama kweli? Niliendelea kukaa chumbani muda mrefu hadi niliposikia harufu ya chai ikitokea jikoni. Nikajua tu ya kwamba hapa itakuwa ni Oscar tu ndo alikuwa ajaenda kazini. Mimi hamu ya kwenda kazini sikuwa nayo. Nilijua Oscar hakuwa adui yangu, lakini pia sikuwa tayari kuwa mke wake kwa namna hii. Nilikaa kimya, sikutoka chumbani. Baadaye mchana ulipokaribia nilisikia mlango ukigongwa. Nikaamua nifungue bwana. Oscar aliingia. Mikononi akiwa ameshika sahani ya wali na nyama. Aliweka juu ya meza ndogo karibu na kitanda. Alisema ya kwamba Doto, tafadhali kula. Nikamwambia Oscar, je, wewe unaelewa kilichotokea? Sielewi kabisa. Nilidhani unafanya maamuzi kwa hiari yako, kumbe bado hukuwa tayari kuolewa na mimi. Ona sasa furaha yangu imetoweka. Alisema kinyonge sana. Maneno yake yaliniumiza zaidi. Kwamba yeye hakuona tatizo. Basi tatizo lilikuwa mimi sasa ama? Nichukua kijiko, nikajaribu kula, lakini sikuwa na hamu. Machozi yalidondoka kwenye sahani ya chakula. Niliangalia ukuta uliokuwa na picha za harusi yetu, nijiuliza, huyu msichana aliyekuwa anacheka ni mimi kweli ama? Oscar alikaa mbali nami. Hakutaka kunisogelea. Akasema kwamba Doto, kama unahitaji muda nitakupa, sitakulazimisha chochote. Nikamwambia ndio nahitaji muda. Oscar akasema sawa. Basi usiku wa siku hiyo sikulia sana. Nilijua safari ilikuwa bado ndefu. Kila nikipiga mahesabu yangu Oscar haingii kabisa moyoni kwangu. Nikasema sasa hapa nitakachofanya ni kusababisha Oscar anichoke mwenyewe tu, aniache. Simpendi jamani. Asubuhi iliyofuata niliamka nikiwa nimechoka, lakini nikiwa na uamuzi wa kuleta visa, mikasa, migogoro ya kila aina
mpaka Oscar atanyosha mikono juu. Kuanzia siku ile niliamua kitu kimoja tu. Naanza na kuwa kimya. Sio kimya cha kawaida, yani kukaa kimya haswa. Niliamua sasa, nikaingia kuoga. Muda wa Oscar ailala sebeni, nikaa nimetoka. Hii siku ilikuwa ni Jumamosi. Nilimkuta Oscar sebeni. Oscar alinisalimia akasema habari za asubuhi Doto. Mimi nikaa kimya kana kwamba sikumsikia. Alikaa kimya kwa sekunde chache kisha akaondoka chumbani. Moyo wangu ulitabasamu kidogo. Mpango unaanza kufanya kazi. Wakati wa chai nikachukua kombe changu nikakaa mbali naye. Aliponitazama nitazama TV. Akaniuliza kwamba vipi, chai nimepika vizuri leo? Sikumjibu. Nilikunywa chai kimya kimya. Nikarudi chumbani. Oscar kanifuata akauliza kwamba Doto nimekosea nini? Mie kimya. Akauliza vipi, unaweza kuniambia? Mie kimya. Okay, hata kama umekasirika tafadhali ongea na mimi. Niendelea kubakia kimya, nikasema moyoni kwamba naweza kuzungumza na kila kitu isipokuwa yeye. Nipo radhi niongee na TV au hata na paka wa jirani, lakini Oscar hapana. Usiku ulipofika alikuja chumbani. Mimi nipo kimya. Alijaribu kunisogelea kitandani, niligeukia sa ukutani. Alijaribu kunigusa bega, nikajisogeza mbele zaidi. Hakusema chochote. Ailala upande wake akakaa kimya. Basi siku zikapita 2, 3, 4 nini. Oscar alianza kulalamika. Akaanza kusema ya kwamba Doto, kimya chako kinaniumiza kuliko maneno ese. Ni unataka niombe basi. Basi mimi sikumjibu. Nilinyanyuka tu nikaingia chumbani, nikafunga mlango, nitabasamu ese. Moyo wangu haukuwa na furaha kabisa. Lakini nilihisi kama nimeshinda raundi ya kwanza. Nikajiambia kimoyomoyo ya kwamba huu ni mwanzo tu Oscar. Bado nina drama nyingi. Basi baada ya hapo nilioga na kupanda kitandani nilale. Baada ya muda nilimsikia Oscar naye anakuja, nikajifanya nimepitwa na usingizi. Aliniita nikanyamaza tu. Mke wangu, samani, kuna kitu nilisahau kukwambia. Mama ameenda kusalimia ndugu kijijini ila atarudi kesho. Amesema atakuja na msichana awe anatusaidia kazi. Alizungumza ila mimi sikumjibu. Nilikuwa nimelala tu. Kesho yake asubuhi tulienda kazini kama kawaida. Mchana ulipofika nikaamua kitu kingine cha hatari kidogo. Sitarudi nyumbani. Nilala kazini, simu yangu iliita mara ya kwanza, mara ya pili, mpaka mara ya 5. Oscar alikuwa anapiga, sikupokea. Nikaitazama tu simu, nikaitupa pembeni. Usiku kapita, asubuhi yake nikaendelea na kazi kama hakuna kilichotokea. Ilipofika jioni ndipo nikarudi nyumbani. Nilipofungua mlango sebeni nikamkuta mama mkwe, pembeni yake alikuwa ni msichana wa kazi. Basi kwa heshima zote nikasalimia kwamba mama shikamoo. Akaitikia marahaba mwanangu, tulikuja jana mchana. Oscar alisema haupo. Ndio mama, si unajua kazi zetu hizi. Naelewa mwanangu, huyo ndo msichana niliyewaletea, anaitwa Ana. Ana, karibu. Asante, shikamoo dada. Marahaba, jisikia hapo nyumbani. Sawa dada. Basi mimi nikaingia chumbani kubadilisha nguo. Dakika chache baadaye Oscar akaingia nyuma yangu. Doto, jana ulala wapi? Kazini. Kazini? Yaani mpaka kulala? Kwa nini ukuaga? Na kwa nini urudi nyumbani wakati muda wa kazi umeisha? Nilikuwa busy na sina kitu cha muhimu kinachonileta nyumbani kwa haraka. Maana yaani mume sio bora kuliko wagonjwa. Najua unipende Doto, lakini taarifa pia inakushinda. Yaani kusema tu kwamba Oscar, mimi sirudi, kuna wagonjwa wengi, hivyo nitalala hapa leo, unashindwa? Ulinipa taarifa kuwa utaleta binti wa kazi? Ndio. Wapi? Sio siku ya juzi kwa mke jana. Nilikuta umelala nikakwambia. Kumbe siku hizi nasikia hata nikiwa singizini. Doto, hukuwa umelala bwana. Ulikuwa umefumba tu macho. Maana macho yako yalikuwa yanacheza. Ulikuwa umeamua tu kukaa kimya yani kama kawaida yako. Alafu mwanamke, mbona unadharau sana? Ama kweli usikosee kuoa. Bwana unanichelewesha kuoga. Nilimwambia hivyo, nikachukua taulo langu na kuingia bafuni, nikamwacha amesimama. Nikiwa bafuni nilitabasamu kidogo. Hii ni raundi ya pili nashinda.
Nilipotoka bafuni, Oscar alikuwa bado amesimama pale pale. Uso wake umejaa maswali kuliko majibu. Mimi sikujishughulisha naye, nikavaa gauni langu la kushindia, nikapita pembeni yake bila hata kumtazama, nikaenda zangu sebuleni. Nilikuta Ana alikuwa anaandaa vitu dining table. Nilikaa kwenye sofa, nikachukua remote, nikawasha TV. Hasa mama mkwe akaniambia kwamba Doto, twende tule. Nikasema sawa mama. Basi nikaita kwamba mume wangu njoo tule. Oscar alikuja, tukasa tumekaa wote mezani. Wakati wa chakula mama mkwe alisema kwamba mwanangu, ndoa inahitaji mawasiliano. Mkitofautiana ongeeni. Nikamjibu mama ya kwamba ndio mama, naelewa, huwa tunafanya hivyo. Nilimjibu mama mkwe, Oscar piga jicho hilo. Baada ya kula nikasimama nikaanza kusanya vyombo. Ana akasema kwamba achana navyo tu dada, mimi nitafanya hivyo. Nikamwambia hapana, niko sawa, wewe utasafisha meza, mimi nitaenda kuweka hivi vyombo na kuviosha. Basi nibeba vyombo nikavipeleka jikoni. Oscar akanifuata jikoni. Akasema kwamba Doto, hivi kwa nini upo hivi? Watu wengine unaongea nao fresh tu, ila mimi sasa. Una hakika unataka majibu au unataka tu niseme? Nilimuuliza kwa sauti ya chini, alinyamaza. Mimi nikatoka nikamwacha jikoni akiwa ameduaa tu. Nilifika sebuleni na kuaga kuwa naenda kulala. Mama mkwe akaniambia kuwa yeye ataondoka kesho asubuhi. Basi niliingia chumbani, Oscar naye akawa ameingia. Aliniita pale, nikageukia upande mwingine, sikumjibu hata. Alikaa kimya kwa muda, kisha akasema kwa sauti ya chini kwamba huenda nimekosea, najua, lakini namna ulivyo kimya inanitesa zaidi. Oscar, hebu naomba usilazimishe majibu, sawa? Kimya changu ndio jibu kwa sasa. Nisema hivyo bila kumtazama. Nikavuta shuka, nikajifunika, alikaa kimya, taa ilizimwa, akapanda kitandani, akaanza kunipapasa. Nilimtoa mkono wake nikamwambia, Oscar, naomba niache. Mke wangu, unajua ni kwa muda gani kabisa tujapatiana haki ya ndoa? Naomba niache. Sijisikii. Lakini mimi nimekumisi. Nimekwambia sijisikii. Basi ngoja nikupisha sasa, mimi nikalale na Ana. Basi usifanye hivyo. Unataka tuite picha gani sasa kwa mama? Ndio uniache sasa. Usinikere. Sawa, wewe na usiku mwema. Kwako pia. Basi nikajifunika gubigubi. Asubuhi nikamka mapema sana. Niliongea vizuri kabisa na mama mkwe, akawa na yeye anaondoka asubuhi hiyo kwenda kwake. Nyumbani akabakia Ana pekee. Ilipofika mchana, Oscar alikuwa ofisini kwangu akiwa na chakula. Kwamba eti kaniletea. Kiukweli nilikuwa na njaa, ila sasa sikutaka kabisa kumfurahisha Oscar. Nilikataa kile chakula, nikamfukuza aondoke nacho bwana. Kisha nikatoka nikaenda kantini kula. Asa jioni nilipofika, nirudi nyumbani nikiwa nimechoka. Nilipofungua mlango nilimkuta Ana sebuleni anaangalia TV, akanikaribisha pale, nikasema asante. Basi nikaelekea chumbani, nilimkuta Oscar amerudi. Mimi sikumsalimia, nikakaa kitandani kimya kama vile hayupo kabisa. Doto, leo umechelewa. Ndio. Unajua ofisini kwenu watu walikuwa wananiangalia sana. Nilihisi wanataka kuniuliza mbona mke wangu hakula chakula nilichomletea. Wangekuuliza ungeambia nini? Mimi ningesema labda ulikuwa huna njaa. Vizuri. Hivi kweli utaendelea kuniadhibu hivi mpaka lini? Mimi sio adhabu, Oscar. Ni matokeo ya kumwoa mtu asiyekutaka. Nilisema hivyo. Alitaka kusema kitu lakini Ana akagonga hodi. Nilimuuliza kwamba unasemaje? Ana akasema kwamba samani kuingilia, nimeandaa chakula mje kula kabla kijapoa. Nikasema okay, tunakuja. Ana akasema sawa dada. Baada ya muda Oscar akaniambia kwamba twende sasa tukale. Nikamuuliza kwamba kale na nani? Toto. Wewe. Hatushai midomo. Wewe tangulia tu. Basi Oscar akatoka bwana aende kula peke yake. Nilikaa pale kitandani kwa dakika chache, nikatoka. Sasa nikawa nasikia Oscar anasema ya kwamba asante Ana, wewe ni mtu wa kunijali sana. Natupa jicho hivi, nakuta Oscar na Ana walikuwa wamekaa karibu sana kuliko kawaida. Nikajikolesha, wakashtuka. Nilienda nikapakua chakula changu na kutaka kuondoka. Sasa Oscar akaniuliza kwamba wife, unaenda kulia wapi sasa? Endeleeni kula msijali, naona mmeelewana vizuri sana, nisije kuharibia maongezi yenu. Jamani mke wangu, hebu kabla tule. Sikumsikiliza, nikaondoka kukaa kwenye sofa. Nikaa nawaza, huyu binti ana siku mbili tu. Oscar namshukuru kuwa anamjali. Basi nilikaa pale kwenye sofa nikijifanya mimi sijali, ila niliumia kidogo. Nikajiambia moyoni ya kwamba Doto, unaumia nini sasa? Si ulisema hutaki ndoa? Mbona sasa unaona hivyo? Basi Oscar alimaliza kula, akasimama akaelekea chumbani.
Ana akakusanya vyombo akapeleka jikoni. Baada ya muda Oscar akaja sebuleni. Bwana Doto, unaweza kuja chumbani tafadhali? Sioni sababu. Ni muhimu. Okay, nakuja. Basi nikainuka nikafuata nyuma yake. Nilipoingia chumbani akasema kwamba Doto, tafadhali naomba uache michezo, umesikia? Unajua kabisa Ana yupo hapa kwa kazi tu. Usimuingize kabisa kwa matatizo yetu. Na unajua kabisa mimi si kukuomba unioe. Kwa hiyo adhabu yako ni kunifanya nionekane si kitu kwako, si ndio? Msijui. Okay, basi sawa. Kwanza leo nitaheshimu kimya chako. Basi tukalala. Asubuhi nilipoamka sikumkuta Oscar chumbani. Nilimkuta Ana anafanya usafi. Basi akanisalimia pale. Kwa heshima akasema kwamba dada, chai ipo tayari. Nikasema asante. Nimuuliza Ana kwamba Oscar yuko wapi? Ana akajibu kwamba ameondoka mapema sana, alisema na kikao. Nikasema sawa. Basi nikunywa chai nikaelekea kazini. Siku nzima nilikuwa kazini, lakini akili yangu ilikuwa nyumbani. Niliporudi jioni Oscar bado hajarudi. Ana alikuwa amepika, akaandaa chakula mezani, kisha akaenda chumbani kwake. Nilikaa kumsubiri Oscar. Ilipofika saa 6 mlango ukafunguliwa. Oscar aliingia na hata hakunisalimia na alipitiliza mpaka chumbani. Basi na mimi nikasema mambo mazuri bwana. Kumbe nikamwacha tu. Kesho yake aliamka mapema kuliko kawaida. Nilikaa kitandani nikisubiri. Nilijua Oscar ataamka muda si mrefu. Dakika chache baadaye akaamka. Vipi za asubuhi? Naona siku hizo ukiwahi kikao unaaga house girl, lakini mke wako umwagi, si ndio? Doto, unajua mdoto ulikuwa kimya. Nilidhani hutaki kuzungumza na mimi. Sasa mimi nitaanzaje? Ila alikupa ruhusa ya kunifanya kama sipo. Mimi sikuwa na maana hiyo, nilikuwa nina haraka tu na bado ulikuwa umelala. Haraka kuniignore? Doto, hivi mbona unavisa sana mama? Kama unaweza kumwaga na basi unaweza pia kuniaga. Mimi ni mkeo. Okay, basi samani, sikujua kama kungeleta shida. Usiniombe msamaha kwa maneno Oscar, fanya kwa vitendo. Na lini ulithamini vitendo vyangu? Anyway, mimi nimechelewa, inabidi niende kazini. Wewe nenda tu. Basi akatikisa kichwa tu, akanitazama kisha akanyanyuka kuelekea kuoga. Alipotoka na mimi nilinyanyuka nikaenda kujiandaa. Nilipotoka akaniambia kwamba nimpe lift, maana gari lake aliliacha garage lifanywe service. Niliamua tu nimkubalie nimpitishe kazini kwake. Tulipokuwa njiani, ghafla tukamuona Amani pembeni ya barabara. Nilipomwona tu moyo wangu ulikurupuka kwa furaha sana. Nikapunguza mwendo, basi nikamuita pale kwa bashasha nikasema Amani. Basi nikapiga honi kidogo, akawa ametuona, akatufuata. Basi alitusalimia, akasema kwamba habari zenu, tulimjibu salama tu. Nikamuuliza Amani, wewe unaenda wapi? Akajibu kwamba kuna mtu namsubiri hapa. Nikasema sawa, sisi tunaelekea kazini. Amani akasema okay sawa, muwe na kazi njema. Kaitikia sawa. Oscar alikuwa kimya tu muda wote, lakini niliona macho yake yakisema kitu. Tuliachana na Amani. Tulipoendelea na safari, Oscar akasema kwamba kwani huyo jamaa alikupa nini mpaka unampenda hivyo? Yaani ukimuonaga tu unachanganyikiwa. Oscar, Amani hajawahi kunipa chochote, nilimjibu. Oscar akacheka kwa dharau akasema basi inaonesha alikupa penzi tamu sana ndio maana unafurahi hivyo. Aisee, nilisikia hasira, nikakanyaga brake ya ghafla, nikapaki gari pembeni ya barabara. Oscar, naomba uache mara moja. Unamaanisha nini? Usithubutu tena kusema hivyo. Amani ni kaka yangu. Kaka yako? Unashangaa nini sasa? Ndio, ni kaka yangu wa damu. Na hata kama singekuwa, huna haki ya kuniambia maneno kama yale. Lakini uliwahi kumtaka na mimi sidhani kama hizo hisia zimekufa. Sina laana kiasi hicho Oscar. Na ukome. Nakwambia tena sitaki kabisa unaongelea tena hivyo. Okay, sitoacha. Okay, ngoja nikuonyeshe. Basi nilishuka nikafungua mlango upande wake nikamwambia shuka. Nimechoka kusikiliza pumba zako. Lakini ndio hujanifikisha kazini. Bwana shuka Oscar bwana. Basi akatikisa kichwa, akashuka kwa hasira, akafunga mlango kwa nguvu. Nilimwacha pale nikaondoka zangu. Asa jioni ile baada ya kazi, mimi sikurudi nyumbani. Nilipitia kwetu, yani nyumbani nilipokulia. Nilikuwa nimechoka sana, kichwa kimejaa mawazo. Nilifika nyumbani nikamkuta mama alikuwa yupo na Kulu alikuwa amesharudi kutoka kazini. Walinikaribisha pale. Nikamwambia Sky, nina haraka sana, nimepita tu mara moja.
Basi nikaingia chumbani kwangu kwa zamani, nikafungua kabati, nikautoa mdoli wangu wa teddy bear niliokumbatia ese. Nikaongea na mdoli ya kwamba nimekumisi sana wewe. Nilipotoka sebuleni kule wakasema ya kwamba ulifuata mdoli wa nini? Nikasema ya kwamba ninachukua kwa sababu nataka niwe na kukumbatia nikilala. Kule wakasema lakini Doto, mdoli wa nini sasa? Si una mume Doto wewe? Nikasema kwamba hilo alikuhusu. Basi nikamjibu hivyo, nikatoka bila kuaga. Njiani sasa nipo narudi nyumbani, nilihisi amani ya ajabu. Amani iliyokuwa nimeikosa muda mrefu. Nilifika nyumbani, nilimkuta Oscar alikuwa sebuleni, macho yake yakatua moja kwa moja kwa mdoli. Alikaa kimya tu sekunde chache kisha akasema ya kwamba Doto, hiyo ni nini? Nikamwambia ni mdoli wangu. Akasema ya kwamba kwa nini umemleta hapa? Mimi sikumjibu, nikaondoka chumbani. Nilienda kumweka kitandani. Asa usiku nilala nimemkumbatia Teddy. Oscar nilikuwa nimempatia mgongo. Hakusema neno, lakini nilihisi hasira yake ikichemka kimya kimya. Siku zilizofuata mdoli sasa akawa kama ukuta kati yetu. Oscar alianza kulalamika akasema kwamba Doto, hivi unajua unachonifanyia hivi unajua mimi najisikiaje? Yaani unamkumbatia mdoli kuliko mmeo. Doto, kwa hiyo mimi sifai hata kukumbatiwa, si ndio? Oscar, mapenzi lazimishwe. Hebu naomba niache nilale basi. Kauli ile ilimkatakata vibaya sana. Kuanzia siku hiyo Oscar alinyamaza, hakunilalamikia tena, hakunigusa. Wiki moja baadaye nirudi nyumbani jioni, nikakuta harufu ya kitu kinachoungua nje. Nilizunguka uani nione ni nini kinachochomwa. Nilichokiona kilinifanya miguu ilegee. Mdoli wangu ulikuwa unateketea kwenye moto. Pembeni yupo Oscar. Anamaanisha kwamba yeye ndo kauchoma. Nilipiga kelele kwa nguvu nikimuita Oscar. Akazungumza kwamba nilichoka Doto. Nikamwambia hivi, nimekosea nini hadi ufanye hivi? Nimechoma kitu kilichokuwa kinachukua nafasi yangu. Niliona wazi kuwa hunitaki, hunithamini, huniheshimu. Yaani mdoli wako alikuwa na nafasi zaidi moyoni mwako kuliko mimi. Oscar alizungumza hivyo, nilipata hasira. Nilienda kumvamia Oscar nimpige, ila nilishia kudhibitiwa. Nikaanza kupiga makelele kwa hasira. Asa mlinzi na Ana walikuja, ila Oscar akawaambia wasijaribu kusogea. Huu ni ugomvi wa familia. Oscar alinyanyua mpaka chumbani, akanibwaga kitandani, akafunga mlango. Alikuwa na hasira sana. Akasema kwamba hivyo Doto, hivi mimi unanichukuliaje? Alisema kwa hasira. Nikataka kunyanyuka, nikarudishwa chini. Akavuta drawer ya kitanda, akatoa bastola. Ndio kujua hivi kumbe bwana Oscar anamiliki silaha. We mtume. Nilisi jasho jembamba likinitoka. Akaniambia kwamba hivi wewe kwa nini unanidharau? Hivi unanichukuliaje? Unanichukulia mimi ni boya, si ndio? Kwamba sijitambui, unanijibu tunachotaka unafanya unachotaka, si ndio? Yaani unamaanisha ni kwamba wewe sasa ni mimi unanitawala? Anaongea kwa hasira sana. Ile bastola ilikuwa ipo usoni kwangu kabisa. Nikasema hapa inabidi niwe mpole sana. Maana hasira na kuua ni marafiki. Na hapa Oscar tayari ana hasira. Anaweza kunifanyia ile mbaya na hata asijali. Basi nilitamani kuongea lakini sauti iligoma kabisa. Nilianza kupiga sala kimoyomoyo. Maana hapa ninavyokaa kimya Oscar ataona kama namfanyia kiburi. Alafu hasira zake zizidi sasa. Basi machozi yalianza kunitoka. Oscar alinisogelea zaidi. Bastola bado ipo mkononi. Akaniambia kwamba Doto, ongea. Nilifungua mdomo nikajaribu kuongea lakini sauti ikagoma kabisa. Nilimwangalia tu, machozi yakinitoka. Akanikazia macho kwa sekunde chache kisha akasema ya kwamba unaogopa, si ndio? Nilitikia kichwa kubali. Bila kusema neno akarudisha bastola kwenye drawer. Akaifunga, akanisogelea tena. Akanishika mabega akasema kwamba nisamee kama nimekutisha. Hasira imenipeleka pabaya lakini nakupenda sana mwanamke wangu. Basi alinikumbatia bwana. Mwili wangu ulikuwa bado unatetemeka lakini sikujitoa. Hofu ya dakika zilizopita ilikuwa bado imenishika. Akaanza kunipapasa pale mgongoni kunipunguzia pressure huku akisema kwamba pole sana Doto. Nilitaka kusema kitu, nilitaka kusimama lakini miguu ilikataa kunitii. Mawazo yalikuwa ni mengi na hofu ile ya bastola bado ilikuwa kichwani. Nijikuta nikiwa kimya, nikimruhusu anishike tu na nifanye chochote. Usiku ule maneno hayakuwa mengi, hisia ziliongoza kuliko akili. Hofu, mapenzi, hasira na ukimya vilichanganyikana mpaka sasa nikajikuta nimeshiriki naye tendo la ndoa. Of course nilienjoy, ila tu mimi Oscar moyoni mwangu alikuwa hayumo kabisa.
Baada ya muda nilala nikiwa nimechoka sana. Oscar akanikumbatia kwa nguvu kana kwamba anaogopa nitatoroka. Nilipoamka asubuhi nilihisi moto wa hasira. Nilikumbuka kila kitu cha usiku uliopita na kadri kumbukumbu zilivyorudi ndivyo machozi yalivyoanza kunitoka. Nilikaa kitandani kimtazama Oscar aliyekuwa amelala pembeni yangu kama mtu asiye na hatia. Nilimpiga kofi moja hilo. Oscar alishtuka, alikaa kitandani akasema kwamba Doto, kuna nini? Oscar, kuna nini umenibaka? Una maana gani? Mimi si ni mmeo. Muuaji mkubwa wewe. Mimi nilikuwa naogopa. Nilikaa kimya kwa sababu ya ile bastola. Kimya changu hakikuwa ridhaa. Ina ukali ya mwaka. Unajua nitakufungulia mashtaka. Doto tafadhali. Hili litaharibu kila kitu. Yaani utaenda kujidhalilisha tu. Basi niliamka nikajiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Ila nilituma ujumbe kazini kuwa sitoenda. Nilitaka niende ofisini kwa Kulwa. Nilienda moja kwa moja ofisini kwa Kulwa. Nilipofika alinikaribisha. Akaniuliza kwamba shida nini? Nikamwambia kwamba Kulwa nataka kumfungulia Oscar mashtaka kwa kunibaka. Nidhani Kulwa angeshtuka. Nidhani angeniambia nifungue, lakini badala yake Kulwa alicheka sana. Kisha akashika tumbo akasema kwamba Doto, mzaa gani huu asubuhi? Nikasema sio mzaa, niko serious. Kulwa akasema hivi unajua unachokisema? Nikajibu kwa hasira ndio. Basi nikaanza kumueleza kilichotokea. Kulwa akatikisa kichwa. Akavuta pumzi ndefu kisha akasema kwamba Doto, kisheria hilo halisimami vile unavyofikiri. Yaani kivipi? Nimekwamba Oscar hana kosa hapo, Afu ni mume wako. Mlikuwa kitandani kwenu. Hakuna ushahidi wa kulazimishwa. Yaani hapo amejilia vyake mwenyewe tu. Kwa hiyo namtetea si ndio? Mimi nakwambia ukweli. Mahakama inaangalia ushahidi. Kulwa, mimi nilikuwa naogopa bastola. Sasa uthibitisho uko wapi? Bastola iko wapi? Mashahidi wako wapi? Basi nikaa kimya. Akasema kwamba kabla hujajichimbia shimo kubwa, fikiria mara mbili. Hii kesi inaweza kugeukia. Au unataka migogoro ya ndoa? Afu na kwa nini mnyime mume wako haki yake mpaka atumie nguvu? Usije siku kunililia eti sijika kuchiti. Mimi nakwambia. Kama wewe unisaidie, nitatafuta msaada kwingine. Nilimwambia kisha nikanyanyuka nikaondoka. Niliona Kulwa naye hana msaada wote. Baada ya kutoka kwa Kulwa, sikuwa na nguvu tena ya kurudi nyumbani. Nielekea kazini moja kwa moja, nilikaa ofisini mpaka jioni. Jioni nilitoka kazini nikiwa nimechoka sana. Nilichukua P2 nikarudi nyumbani, ilikuwa ishafika usiku tayari. Nikaa na chat na Kulwa, namwambia nimenunua P2 nimeze. Kulwa ananiambia kwamba nina roho mbaya sana. Mimi niliamua kumpotezea tu. Oscar alianza kuniongelesha, kuniomba msamaha, sikumjibu chochote. Nilitoa tu vidonge nikameza. Oscar alinitazama kisha akacheka. Akasema kwamba wewe mwanamke, wewe kweli ni kiboko. Basi siku iliyofuata, Mama Oscar alikuja nyumbani. Nilimkaribisha kwa furaha kisha akauliza kwamba mbona hamhudhurii kanisani? Oscar akasema tutakwenda tu Jumapili mama, wala tusijali. Nilitabasamu kwa kujifanya niko sawa. Nikashika mkono wa Oscar kama mke mwema. Mama mkwe alipoondoka tu, nilimwachia mkono, sura yangu ikabadilika ghafla, ukimya uirudi kati yetu. Jumapili kafika, tulijiandaa kwenda kanisani, mimi na Oscar. Alisema yeye anafua. Nilivaa gauni fupi hiyo siku. Oscar alinitazama kwa macho makali. Akasema kwamba Doto, umevaa nguo fupi sana. Nikamwambia haikuhusu. Kanisani hii haikubaliki bwana. Unaweza kukuvalisha kitenge, haruhusu nguo fupi. Basi tulipofika kanisani, tuliposhuka tu kwenye gari, wamama walinifuata bwana, kufumbwa nilikuwa tayari nimefungwa kitenge. Nilisi aibu ya dunia. Wewe hujai kuisitua aibu umefika kanisani alafu mtu akaja kukufunga kitenge. Mbona hata hutaelewa ibada inavyoenda? Oscar alikuwa pembeni. Akacheka mpaka machozi yakamtoka. Ibada iliendelea lakini sikusikia hata neno moja. Kila nikigeuka nilimwona Oscar ananitazama anacheka. Kitenge kilikuwa kimepauka hatari. Tulipotoka kanisani na kuingia kwenye gari, nilikaa kimya kwa dakika chache kisha machozi yakaanza kunitoka. Oscar aliniangalia kisha akasema kwamba unalia nini sasa? Nikamwambia kwamba umenicheka mbele za watu. Nilivyosema hivyo, Oscar akacheka tena kidogo akasema kwamba Doto, kwa sababu ulishindwa kunisikiliza kama mmeo. Ulitegemea mimi nifanye nini sasa mdole zaidi ya kucheka? Punguza kiburi mtoto wa kike. Basi niliumia tu, nilitegemea hata labda angenibembeleza. Tulirudi nyumbani tukiwa kimya. Safari yote Oscar hakusema neno. Nami sikutaka. Tulipofika,
Ana alikuwa bado anaendelea na shughuli zake. Nilipita moja kwa moja chumbani, nikajitupa kitandani kwa hasira. Oscar alikuja baada ya dakika chache. Alisimama mlangoni kwa muda kisha akaingia. Akasema kwamba Doto, tafadhali naomba unisikilize. Unataka nisikie nini tena? Kunicheka hadharani haitoshi? Mimi sikudharau, lakini nilitaka tu ujifunze kunisikiliza. Oscar, hicho ndicho unachotaka? Nimekosea njia. Nimekosea tangu mwanzo. Unaanza maigizo sasa ndio? Doto, ukweli ni kwamba mapenzi lazimishwe. Nimejaribu sana kukupata, nimejaribu kila njia, nilidhani ndoa ingekufanya nipende, lakini haijafanya kazi. Unamaanisha nini kila njia? Mimi nikulazimisha kwa mapenzi yangu. Niitumia hata njia ambazo sikupaswa kutumia. Mimi nimetumia hadi nguvu za giza. Nitaka uwe wangu gharama yote ile. Oscar, unasemaje? Ndio, nilifanya hivyo. Ndio maana mambo yalionekana kwenda haraka sana mpaka tukafunga ndoa. Lakini furaha ile ilikuwa ni ya muda mfupi tu. Kadri muda ulivyoenda, hali imekuwa mbaya zaidi. Yaani ndio maana sikutambua hata niliolewaje. Doto, nakupenda sana. Ile sasa nimechoka kulazimisha. Nipo tayari kukupa uhuru wako Doto. Kama hutaki kuwa na mimi, nimekubali. Oscar alisema na kutoka nje. Hasira nilizokuwa nazo sikujua nimfanye nini Oscar. Kama kumchukia, nilizidisha mara 2. Usiku nilisubiri Oscar amelala. Nikaweka waya wa pasi kwenye switch. Nikasubiri pasi ipate moto kweli kweli. Ndio nikaichomoa. Nikasogea nayo mpaka kitandani. Nilitaka kumchoma nayo Oscar, ila Oscar alindaka mkono pasipo mimi kujitayarisha. Pasi bwana si ikaangukia kwenye kitanda, ikaanguza shuka. Tulianza kushindana nguvu sana hapo chumbani. Oscar akinidhibiti kwa kunifunga miguu na mikono kwa shuka. Mimi nilikuwa napiga makelele tu ya kuomba msaada. Ana aliamka na kuja kuuliza kuna tatizo gani, lakini Oscar kumjibu. Ana akaendelea kumuita mlinzi, naye akawa amekuja pale gonga, lakini bado mlango haukufunguliwa. Walienda huko nje wakaenda kumuita mjumbe, naye akaja kumwomba Oscar afungue, lakini muda wote huo Oscar alikuwa amepigwa na butwa. Hadi walivunja mlango, wakakuta pasi kitandani imeunguza shuka na godoro. Mimi nimefungwa mikono, yani hawakujua hata nini kimetokea. Ana alinikimbilia mimi na kunifungua mikono na miguu. Sasa mjumbe aliuliza tatizo nini? Hakuna aliyesema. Waliita hadi wazazi na mama yangu, lakini hakuna aliyeweza kuongea. Mamangu aliogopa sana, akaomba nichukue mimi twende nyumbani. Nikaa nyumbani kama wiki hivi, labda naweza nikawa sawa, lakini bado sikuweza kuongea lolote. Pacha yangu alinibembeza sana, lakini mimi sikuongea chochote. Kwa upande wa Oscar pia ilikuwa ni hivyo hivyo. Wiki 2 mbele tumbo likawa linanisumbua sana. Nikahisi nitakuwa na UTI. Nikaamua nifanye vipimo pale pale hospitali kwetu. Baada ya muda daktari ambaye anahusika na laboratory aliniletea majibu. Nikamuuliza kwamba vipi Dr. Jimmy, majibu yangu hapo vipi? Jimmy akajibu hauna UTI daktari. Nikamwambia au itakuwa ni typhoid. Dr. Jimmy akasema kweli mganga ajigangi. Yaani hujijui kama una mimba? Nilishtuka nikauliza mimi nina mimba? Dr. Jimmy akasema ndio, mimi ninavyokuona tu nilijua tu ni mjamzito. Sasa ulivyosema nikupime nikaona ni vizuri kupata uthibitisho. Hongera sana madam. Nilipigwa na bumbuazi, kwa hiyo zile pitu hazifanyagi kazi ama? Jamani, kwani nyinyi zilifanyaje kazi? Mbona kwangu zifanye kazi? Nazaaje na Oscar? Nilianza kulia, Dr. Jimmy akabaki kushangaa tu. Ilibidi anihoji shida nini. Nikaa nimemhadithia mwanzo mwisho. Dr. Jimmy alikaa kimya kwa muda mrefu. Akaniangalia sana. Kisha akasema kwamba Dr. Doto, maisha ndoa si hadithi ya mapenzi tu. Ni kila kitu. Ni kuvumilia, ni kusamehe hata pale unapohisi uwezi, lakini zaidi ya yote ni kuwajibika. Mtoto huyu uliyembeba hana kosa. Hakuchagua kuzaliwa kwenye maumivu, hakuchagua baba wala mama. Wewe ndiye ngao yake. Najua umeumia, najua umefika mahali hata kufikiria kuna kuumiza, lakini chuki itakuua kabla haijamuua anayechukiwa. Hasira itakufanya uharibu hata yale mazuri machache yaliyobaki. Kwa hiyo usimpende Oscar kwa sababu ni hisia zako hazimkubali, ila mpende kwa sababu mmeunganishwa na ndoa, mmeunganishwa na historia, na sasa mmefungwa na uhai wa mtoto. Kama kuna hata chembe ndogo ya mapenzi, heshima na kumbukumbu njema moyoni mwako,
nipiganie. Nenda muongee bwana, mwambie umebeba mimba yake, fanya kwa ajili ya mwanao. Usichukie ndoa kabla hujajaribu kuipenda. Najaribu kwa ajili ya mtoto. Basi bwana. Dr. Jimmy alinieleza yote hayo, mimi nilia sana, moyo wangu ulilainika taratibu na kuamua sasa nifuate ushauri wa Dr. Jimmy. Nikasema kwamba sasa nitafanya hivyo Dr. Jimmy akasema sawa, nashukuru kwa kunielewa, huo ndio uamuzi wa mwanamke jasiri. Baada ya kazi niliamua kwenda kwa Oscar. Ila siku hiyo kulikuwa na jam sana, maana kulikuwa na ajali. Hivyo nilifika nyumbani kama mishale ya saa 4 usiku hivi. Nilipiga honi, mlinzi akaja kufungua geti. Niliingia nikamsalimia mlinzi, nikawa sasa nimeenda mlango wa kuingilia ndani. Ila sasa niligonga sana, hakuna aliyefungua. Nikajaribu kufungua mlango, kumbe bwana ulikuwa wazi. Nilipoingia pale sitting room, nilichokikuta kilinivunja nguvu. Oscar na Ana walikuwa wamelaliana kwenye sofa. Moyo wangu ulishtuka sana. Mikono ikatetemeka, miguu ikakosa nguvu. Nisimama pale kwa sekunde chache kama sanamu, macho akiwa yamejaa machozi. Nikishika tumbo langu, nikakaa chini, nikaanza kulia. Oscar alishtuka aliponiona, alisimama ghafla bwana. Basi kwa sauti ya hofu aliniita. Sauti yake ilikuwa inatetemeka sana, lakini mimi sikujibu. Nilikuwa nimekaa sakafuni tu, mikono yani imekumbatia tumbo langu, machozi yananitoka. Ana naye alishtuka. Alianza kuongeongea pale akisema dada mimi, lakini sauti ikakata. Ninyanyua macho polepole nikamwangalia. Oscar alitaka kunifuata lakini nikanyosha mkono kumzuia, nikaambia kwamba usinisogelee, naomba usinisogelee. Oscar akasema tafadhali naomba usikilize. Nikasema wewe. Aliendelea kusema kwamba sio kama unavyofikiri. Nikaambia wewe, kila kitu kiko wazi, naomba usiniambie chochote. Basi Ana alikurupuka kwenye sofa na kukimbilia chumbani kwake. Nami niliamka nikaenda chumbani kwetu, nikajibwaga kitandani, nikawa tu nalia. Oscar alikuja, alikaa pembeni yangu, hakusema kitu. Mimi niliendelea kulia tu. Ilifika mpaka saa 6 hivi, mama mkwe akapiga kuwa Ana ameenda kule. Kwani kimetokea nini? Yeye analia tu asemi chochote. Basi Oscar akamjibu kuwa ataenda wazungumza asubuhi. Basi mama mkwe akasema kuwa yeye atakuja naye siku ya kesho jioni tuzungumze. Basi kesho yake mimi sikwenda kazini. Nilikuwa nahisi kichwa kimevurugika mno. Nilipika chakula, nikaandaa vizuri. Oscar akawa amerudi akanisalimia pale, akasema umeshindaje? Nikaambia tu salama za kazi mwanangu. Nimjibu vizuri mpaka mwenyewe akapata gumizi kuendelea kuongea. Just imagine unamfumania mtu jana alafu ufanye chochote alafu baadaye leo unamuita majina mazuri. Hata ukimpa maji hanywi. Anajua mjinga kaniwekea sumu. Basi Oscar akaitika salama tu. Mama bado hajafika? Nikasema bado. Basi baada ya muda mama mkwe na Ana wakawa wamekuja. Mama mkwe akawa ametuuliza kuna tatizo gani? Basi mimi nikawahi kujibu. Nikasema kwamba mama, mbona kuna tatizo lolote lile? Mimi ndio kwanza nimerudi jana hapa, labda kama wamekorofishana tu na kaka yake. Eti Ana, au umechoka kazi unataka kurudi nyumbani? Ana kujibu. Mama mkwe aliwauliza Ana na Oscar, lakini walishindwa kusema. Mama mkwe akaamua sasa aache. Ana aliomba aondoke tu, hivyo alikusanya nguo zake na kuondoka, na mama mkwe aliamua kubaki tu pamoja na mimi na Oscar. Sasa Oscar akauliza kwamba nimepanga kufanya nini? Mbona nimeacha jambo lipite tu wakati ingekuwa ni bonge moja la sababu kwangu? Ila sikumjibu chochote kile. Sasa kesho yake kazini nilimrudia Dr. Jimmy kumwambia kilichonitokea. Akaanza kuniambia kwamba wewe ndio sababu ya haya yote. Kama ungekuwa sawa na mmeo basi pengine asingefikia hatua ya kujihusisha na house girl. Alafu kingine, kumbuka nilikwambia nini ndoa inaweza pelekea kwamba usamee makosa ambayo hutakiwi kuyasamee. Hivyo wewe msamee tu mmeo, na kwa jinsi ulivyomshangaza hujachukua hatua yoyote mbaya, atakuwa na wasiwasi sana. Na kusii sana Doto, kama usije kulipiza kisasi ukachiti na wewe. Najua na kulazimisha humpendi mmeo, lakini Biblia inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Sasa wewe fanya humheshimu mmeo, heshimu tu ndoa. Jiheshimu tu na wewe pia. Usijeweza kucheat dadangu. Sijui ni kueleze vipi, yani unajua mume wako anakupenda sana, anakuthamini sana, lakini aigundua umecheat, thamani yako itashuka. Atakuona kituko na madhara yake utayaona. Wewe ndio utakuwa muathiriwa, kwa hiyo usithubutu kucheat.
Dr. Jimmy alizungumza hivyo. Nikasema sawa dokta, mimi wala sijapanga kufanya hivyo, ila hata sijui nifanye nini. Jimmy akasema usifanye chochote, wewe samehe tu dokta. Nikasema sawa, nimekuelewa bro. Basi jioni nilipotoka kazini nilipita mahali nikanunua chakula, maana nyumbani mpishi hakuna. Yupo tu mlinzi na yeye huwa hawezi kupika, ananuaga tu. Nilipofika nikaandaa hicho chakula mezani, Oscar naye akawa amerudi. Nilimpokea vizuri tu nikamkaribisha aje tule. Oscar alionyesha kuogopa kula. Sijui alidhani nimeweka sumu. Yaani mpaka nikaa nimechota chakula kwenye sahani yake nimlishe ale, akawa bado ameganda tekula. Basi nikaamua kukila mimi kile kijiko, alafu nikachota kingine nikamlisha ndo akala. Baada ya chakula tukawa tumeenda kulala bwana. Katikati ya usiku nilishtuka usingizini, nikamkuta anapiga magoti pembeni ya kitanda. Nikajikausha tu kuwa nimelala. Namsikia naomba. Akasema kwamba Mungu, nakuomba sana unisaidie katika hili. Najua nimekosea sana mbele zako na pia nimemkosea mke wangu. Wewe ni shahidi wangu. Wafahamu vile nampenda, namthamini na sipo tayari kumpoteza. Naomba mpe moyo wa kusamehe, moyo wa upendo. Ondoa kila chuki, hasira na dhamira mbaya iliyo ndani yake. Asijefanya chochote cha hatari ambacho kitagharimu maisha yake au yetu sisi tuliomkosea. Naomba ufumbue macho au uone upendo wangu japo kwa asilimia chache tu. Amen. Alimaliza kusali akanyanyuka akapanda kitandani, nibaki kimya kama sijasikia chochote. Basi nikaa kama nusu saa ndio nikajifanya najigeuza upande wa pili, alafu nikamsogelea kabisa nikamkumbatia. Nilihisi Oscar anaogopa maana moyo wake ulikuwa unamwenda mbio sana. Niliendelea kukaa kimya nikiwa sasa nimemkumbatia, Oscar kuthubutu hata kunigusa. Nilihisi pumzi yake ikitoka kwa shida. Mimi nijifanya bado niko singizini. Baada ya muda alinivuta taratibu akanilaza kifuani kwake. Asubuhi nilishtuka kabla yake. Nilikaa nikimtazama kwa muda, uso wake ulikuwa umechoka. Macho yamevimba kidogo kana kwamba ni hakulala vizuri. Kwa mara ya kwanza nimuonea huruma. Basi ninyanyuka kimya nikaenda bafuni kuoga. Nilipotoka bafuni Oscar alikuwa tayari amekaa kitandani. Tulisalimiana, tulifanya maandalizi asubuhi, tukapata kifungua kinywa. Mimi nikamwambia kuwa siendi kazini. Sasa kabla hajaondoka kwenda kazini akaniambia kwamba nitarudi mapema leo, nikasema sawa. Basi alipotoka tu nilikaa kwenye kochi nikavuta pumzi ndefu. Nilitoa simu yangu nikampigia Dr. Jimmy. Nikasema kwamba dokta, naendelea kufanya vile ulivyoniagiza. Basi Dr. Jimmy akasema kwamba safi sana, huo ndio uamuzi wa mwanamke mwenye akili. Samehe lakini jiheshimu. Basi nitabasamu tu kwa uchungu. Nilijua safari haikuwa rahisi. Nilijua kumbukumbu za alichofanya Oscar zingerudi mara nyingi. Lakini pia nilijua upendo wa kweli haufuti kwa kosa moja. Basi jioni ilipofika, nilianza kujiandaa kumpokea Oscar kama mwanamke aliyekuwa tayari kuandika kurasa mpya. Basi nilisikia mlio wa geti likifunguliwa, nikainuka kuelekea dirishani kuchungulia. Nilichokiona kilifanya moyo wangu ushtuke. Oscar alikuwa anashuka kwenye gari jipya kabisa. Alafu kwenye gari lake akashuka mdogo wake anaitwa Dennis. Wakawa sasa wanakuja, walipofika mlangoni, walipiga hodi. Nilitoka dirishani nikaenda kufungua mlango, nikakuta Oscar akipiga magoti. Hakusema chochote kwa sekunde kadhaa. Alikuwa ananitazama tu machoni kisha akaninyoshia maua. Akasema kwamba haya ni yako kwa mke wangu. Basi mimi nilichukua maua bila kusema neno. Machozi yalinitoka bila hata kuomba ruhusa. Maana kwenye yale maua nilikuta kikadi kimeandikwa I'm sorry my wife, forgive me. Nilipoinua macho Oscar alikuwa bado amepiga magoti mbele yangu. Sija kununulia vitu hivi ili nifute kosa langu. Najua msamaha unanilekea, ila nataka ujue tu najuta kwa kila pumzi niliyovuta. Mimi nilijua kwamba umelichoka lile gari la zamani, nikaona nikubadilishie. Kwa hiyo sio gari tu, ni ishara. Nataka tu kuanza upya na wewe kwa heshima, uaminifu na upendo. Nilikaa kimya, nilikuwa namtazama mwanaume aliyenipenda na aliyeniumiza. Hisia zilipigana ndani yangu. Niwe sawa naye au vipi? Basi nikampa ishara ya kwamba asimame. Nilimkumbatia na baada ya pale nikakabidhiwa gari langu mpya. Nikaweka na status WhatsApp. Nikaandika ya kwamba zawadi hii imekuja na msamaha na moyo wangu umepokea zawadi hii na msamaha umepokelewa na moyo wangu umepona. Asante kwa zawadi mume wangu. Sasa watu wa mwanzo kuview ilikuwa ni Kulwa na Ana. Kulwa alishangaa sana akasema,
mbona naonesha nimefurahia sana kwa mara ya kwanza kitu kutoka kwa Oscar? Na pia Oscar alinikosea nini? Mbona yani imekuwa ngumu mimi kusema? Tofauti na mwanzo nilikuwa napenda baya lolote litokee kwa Oscar, lakini wakati huo sisemi kitu. So nilimjibu tu kwamba ole wa kwanza ndo tutakuja kujadili. Baada ya yote ilifika muda wa kulala sasa. Oscar akaniuliza, Doto, kuna kitu unataka kuniambia? Ndio, kuna zawadi ndogo Mungu ametupa. Nilimwambia, nikachukua mkono wake nikaweka juu ya tumbo langu. Kuanzia sasa hatuko wawili tena. Unamaanisha nini? Tutakuwa wazazi. Kivipi? Na mimba. My wife. Kweli, wow. Oscar alifurahi sana akanikumbatia. Nilimwambia kwamba asante kwa kunipenda hata pale niliposhindwa. Basi ile siku tulilala vizuri sana mimi na Oscar. Asubuhi hiyo bwana niliamka nikiwa na amani isiyo kawaida. Nikamtazama Oscar aliyekuwa bado amelala kwa muda. Kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi moyo wangu haukuwa mzito juu yake. Nilinyanyuka nikatoka kitandani, nikaenda kufanya usafi na kisha nikaingia jikoni kuandaa kifungua kinywa. Nilipokuwa napika nilihisi mikono yake ikinizunguka kiuno changu. Sasa alinisalimia akasema, za asubuhi mke wangu. Nilitabasamu tu nikamjibu kwamba ni njema mume wangu. Akasema, ya hakika ni njema, sijawahi kushuhudia asubuhi nzuri kama hii mke wangu. Kwa nini? Nilikuwa na yota siku kama hii kwamba mke wangu utaamka ukiwa upo sawa na mimi. Usijali, kawaida tu mbona. Mimi kwangu hii ni kubwa sana wife. Okay, lakini usijali sana. Sawa mke wangu. Basi nimaliza kuandaa chai, tulikaa tukala pamoja tukifurahi. Baada ya chakula Oscar akaniambia nipige simu kazini kuwa sitoenda. Kuna mahali tuende. Basi nifanye hivyo. Tulipanda gari langu jipya. Kila nilipomtazama Oscar nilimuona ni mwanaume anajitahidi kunionyesha kuwa ananipenda sana. Na kwa mara ya kwanza nilihisi niko tayari kumpa nafasi. Basi alinipeleka picnic, tukaenjoy pale. Tuliporudi nyumbani nilikuwa nimechoka sana. Nikawa nimejipumzisha kitandani. Basi alikuja akaanza kupapasa tumbo langu akasema kwamba familia yetu inaanzia hapa. Yaani nataka safari hii tuianze kwa furaha. Ni kweli. Ndio tunajua nakupenda sana. Najua nakupenda pia. Basi usiku ulipofika nilala nikiwa mikononi mwake, moyo wangu ulikuwa umetulia. Oscar kama amepitiwa na usingizi, simu yake sasa ikawa inaita. Nikaangalia alikuwa anapigana, nikaamua nipokee. Akaanza kuongea, mimi nikaa nimekaa kimya tu. Alianza kulalamika kuwa Oscar ajibu SMS, ajibu simu. Mara akasema kuwa ameona ameninunulia gari, inamaanisha kwamba licha ya kumtesa bado ananipenda tu. Anaomba na msamaha. Sasa nikaamua nikatile simu. Asubuhi nilipoamka nikamwambia Oscar kwamba samahani nilipokea simu yako. Akaniambia kuwa hamna shida. Kwa sasa tuangalie yetu tu. Tuachane na Ana. Na nitampiga marufuku. Basi bwana akawa amesema hivyo. Na alisema kwamba ikiwezekana atamblock kabisa. Nikaa mimi nimemuelewa. Ndoa yangu ikawa na amani kama zote. Familia yangu ilifurahi sana. Baada ya miezi miwili sasa, siku moja jioni tukiwa tumekaa, Oscar alisema kwamba hebu naomba niulize swali moja, tafadhali usikasirike. Uliza tu. Nakumbuka mara mwisho sisi kushirikiana kama mume na mke kwenye tendo limeza pitu. Sasa hii mimba, yani sijakuelewa Doto, ni ya nani? Oscar anamaanisha nini? Nauliza kwa sababu nataka kweli. Nakupenda lakini siwezi kuishi kwenye mashaka. Ni mimba yako mume wangu. Pitu nilimeza kweli ila nadhani hazijafanya kazi. Mimi sikuwahi kuwa na mume mwingine Oscar. Na nilikuja kufuatilia nikaelewa kwamba nikaambiwa kwamba sometimes pitu inaweza kumeza na zisifanye kazi. Nilimjibu Oscar hakuongea chochote. Alinyanyuka na kuondoka chumbani. Niliamua kumfuata na kumuuliza na shida gani. Oscar alinijibu tu kuwa ameanza kupata mashaka kuhusu ujauzito na mabadiliko yangu ya ghafla kuwa mwema sana kwake wakati nilikuwa sitaki hata kumuona. Anahisi huenda nimeamua niwe hivyo kuepuka aibu na kujificha kwenye kosa langu hilo la ujauzito. So nibaki mdomo wazi. Maneno ya Oscar yalinichoma kama moto. Mimi sikuwa hata kufikiria kuwa angenitazama kwa macho ya mashaka kiasi kile. Nilihisi machozi yananijaa, lakini sikutaka aone udhaifu wangu.
Nikasema kwamba kwa hiyo unamaanisha kwamba yani nimebadilika kwa sababu ninaficha kosa? Niliuliza kwa sauti ya chini huku nikitetemeka. Oscar alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Kisha akasema kwamba naomba nielewe Doto. Nimeumizwa sana hapo nyuma. Sitaki kuumizwa tena. Oscar, kama ningekuwa na kosa, nisingekuwa na amani nilionayo sasa. Mapenzi yangu kwako yameanza moyoni kabla hata sijakuonyesha. Sio kweli. Hebu naomba niambie, yani kwa nini tu ghafla umekuwa mpole? Umekuwa mwenye upendo, mwenye kujali? Ni kwa sababu nilikuwa nimechoka kupigana na moyo wangu mwenyewe. Nilipoona juhudi zako, niliona mwanaume anayepambana kwa familia yake, nikachagua kusamehe na kuwa sawa na wewe, si kwa ajili yako tu, bali kwa ajili yangu na mtoto wetu. Doto, usinifanye mimi ni mtoto mdogo, umesikia? No, usinivunje moyo Oscar. Mwanamke mjamzito anahitaji amani, sio vurugu. Oscar kunijibu chochote, akaondoka kabisa mle chumbani. Nilitoka nje sikumkuta. Basi nikaamua tu kuandaa chakula, nikala, nikaenda kulala. Yeye alikuja kurudi usiku sana. Hakuniongelesha, nami sikumuongelesha, nilihitaji kupumzika. Asubuhi iliyofuata ilikuwa ni siku ya Jumatano. Hivyo niliamka mapema, nikaandaa chai, tukawa tumekunywa, tukaelekea makazini. Nikapanga jioni tukirudi nyumbani nitaongea naye tusolve ile kesi anayo nituhumu. Sasa jioni tuliporudi nyumbani nikajaribu kuongea naye tena, ila alikuwa mkali bala. Akaanza kunitamkia maneno ya ajabu kuwa inawezekana kabisa ujauzito utakuwa wa Amani. Roho iliniuma sana. Tangu najua Amani ni kaka yangu, sikuwahi kuanza kuwa naye tena. Lakini Oscar akanishtumu. Nilijuta kwa nini nilimeza pitu mbele yake. Oscar alibadilika sana. Usiku ule sikulala vizuri, mawazo yalikuwa ni mazito. Sasa asubuhi iliyofuata niliamua nisikae kimya tena. Nilihitaji ushauri wa mtu mwenye hekima, mtu asiyeegemea upande wowote. Nikamkumbuka Dr. Jimmy, nikamwomba niongee naye muda wa lunch. Basi tukawa tumekutana ofisini kwangu. Machozi yalinitoka kabla hata hajaniuliza na shida gani. Nikamsimulia kila kitu, mambo ya Oscar, maneno yake makali, tuhuma za ujauzito. Alinisikiliza kwa makini kisha akasema ya kwamba Dr. Doto, wanaume wengi huumizwa na aliyopita kiasi kwamba hata wema wa kweli huonekana kama mtego. Oscar ana hofu tu, sio chuki. Nikamwambia kwa nifanyeje? Dr. Jimmy akasema kwa sasa vumilia tu, sio kwa sababu unakosa, bali kwa sababu wewe ni mzazi. Mtoto tumboni anahitaji amani, uvumilivu wako na mambo mengine. Kwa hiyo mpe muda aone matendo yako, sio maneno. Alafu kumbuka afya yako ya akili au ya mwili isitetereke, just relax. Mwambie tu kama haamini, unaomba avumilie, yani muombe avumilie, mtoto akizaliwa mtapima DNA. Sasa nikamuuliza daktari kwamba na kama ataendelea kuniambia maneno ya kuniumiza nifanyeje? Dr. Jimmy akasema usijibizane naye ukiwa na hasira. Chagua kuwa mtulivu. Nikasema sawa daktari, nimekuelewa. Sasa jioni niliporudi nyumbani nilimkuta Oscar. Nilimsemesha lakini hakunijibu. Mimi sikulazimisha mazungumzo. Nilichagua uvumilivu kama alivyonishauri Dr. Jimmy, lakini moyoni nilijua nilikuwa nimeingia katika mtihani mkubwa zaidi kuliko wote. Siku zilisonga huku kimya kikiwa kimejaa ndani ya nyumba yetu. Hakukuwa na ugomvi wa wazi wala hakukuwa na mazungumzo ya kuelewana. Oscar alikuwa yupo kimwili, lakini moyo wake ulikuwa mbali na mimi. Alizungumza tu pale ilipomlazimu. Kila asubuhi nilijikumbusha kwa nini nilikuwa navumilia. Mtoto wangu hakustahili kukulia kwenye mazingira mabovu. Siku moja asubuhi nikijiandaa kwenda kazini, nilihisi kizunguzungu kikali kuliko kawaida. Nilishika dressing table nisidondoke. Oscar alikuwa kitandani akaniuliza kwamba Doto upo sawa? Nikasema nipo sawa tu. Basi alinyanyuka akaja, alinishika mkono kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi. Alinitazama kwa hofu akasema kwamba twende hospitali tukajua shida nini. Nikamwambia hapana, ni kichefuchefu tu cha mimba. Akasema hapana bwana, mimi siwezi kukuacha mwenyewe, nitakupeleka hospitali na tujue shida nini. Nikasema sawa. Basi safari ya hospitali ilianza. Tulienda hospitali kwetu. Baada ya vipimo daktari akasema kuwa mama na mtoto wako salama, lakini mama anahitaji utulivu. Inaonyesha ana stress sana. Stress ni hatari zaidi kuliko chochote kwa sasa. Basi daktari alitushauri mengi sana kisha akanitaka nirudi nyumbani kupumzika, nisiingie kazini siku hiyo. Nilipotoka nje, Oscar alianza kuniongelesha. Akasema unajua wife, sio kwamba eti mimi siamini mimba ni ya kwangu, ila na mashaka sana. Ya, naelewa, lakini nakuomba tu usinifanyie hivyo, usinihukumu pasipo hakika. Kipindi hiki mimi nakuhitaji sana. Subiri nijifungue afu utapima DNA upate hakika. Lakini usiniadhibu kabla ya ukweli. Usimwadhibu mtoto kabla hajazaliwa. Okay sawa, nimekuelewa. Basi tulirudi nyumbani.
Ile siku iliisha vizuri tu, nikahisi kanielewa. Siku kadhaa zilipita akabadilika tena. Oscar kuwa yule niliyemzoea. Alianza kulala nje mara kwa mara, akirudi nyumbani alikuwa mkali. Nijaribu kuwa mtulivu kwa ajili ya mimba, lakini moyo wangu ulikuwa unachoka. Usiku mmoja bwana alirudi nyumbani saa 9. Nikijaribu kumuuliza akawa sasa mkali. Akaanza kunipiga. Nikadondokea tumbo bwana. Damu zilianza kunitoka, akaanza kuchanganyikiwa, akatoka nje kumuita mlinzi, wakanikimbiza hospitali. Tulipofika hospitalini madaktari wakanipokea, wakanikimbiza moja kwa moja chumba cha dharura. Oscar alibaki nje, mimi nilikuwa na maumivu makali, hivyo wakanipa dawa za usingizi. Sasa niliweza kuamka asubuhi mwili ukiwa unauma sana. Nilikuta mama mkwe, dada Lisa, mama Kulwa wakiwa pamoja na Oscar. Hapo Oscar kainama chini yani kwa aibu. Nilikuta wanasema sana kwa kunipiga. Yeye akawa anaomba tu msamaha nini. Alipoona mimi nimeamka, alikuja mpaka nilipolala akaanza kuomba msamaha. Mimi sikujibu chochote. Kulwa akasema kuwa yeye atamfungulia mashtaka Oscar kwa kuninyanyasa. Ananipiga mpaka mimba yani inataka kutoka. Nishtuka sana kusikia kuwa nina hatari ya kupoteza mtoto. Oscar akasema kwamba Kulwa tafadhali nilikosea lakini. Oscar alizungumza hivyo lakini Kulwa akamkatisha akasema kwamba nyamaza. Yani usithubutu hata kunielezea. Huyu ni pacha wangu, damu yangu. Yani unampiga mwanamke mjamzito, unampiga pacha wangu. Yani afu eti leo tu unaomba msamaha kwamba sijui utaeleza nini mbele ya sheria. Kulwa alisema hivyo kwa hasira. Basi Oscar alikuwa ameduaa tu. Hakujitetea. Alikuwa kimya kama mtu aliyekubali kosa. Saa chache baadaye polisi walifika hospitalini. Nilipigwa butwaa nilipoona Kulwa akizungumza na askari, akiwasilisha ushahidi, picha za majeraha yangu, ripoti ya daktari na ushahidi wa mlinzi. Hivyo maskari wakaondoka na Oscar. Nikamwambia pacha kwamba pacha, hivi kwa nini unaingilia ndoa yangu? Haya mambo bwana tunapaswa kutuongee tu yaishe. Kulwa akasema kwamba hii ni zaidi ya ndoa Doto. Huu ni uhai wako na wa mtoto wako. Aya, leo nikiwa kimya, kesho nataka nimzike pacha wangu ama? Basi nibakia kimya. Kesho yake niruhusiwa kutoka hospitali. Askari wakaja nyumbani, waliniuliza kama niko tayari kufungua kesi rasmi. Kabla sijajibu, Kulwa alisema kwa msisitizo ya kwamba kesi itafunguliwa. Oscar lazima ajue kuna mipaka ambayo mwanaume haruhusiwi kuivuka. Nitamani kusema sitaki kumfungulia kesi mume wangu, ila nawaza pacha atakubali kweli. Basi nilisema ya kwamba sipo tayari kumshtaki mume wangu. Nizungumza. Kulwa alinitazama kwa mshangao akasema kwamba Doto, yani unasema nini? Yani baada ya yote aliyokufanyia, baada ya kukupiga mpaka mimba hiyo hatarini? Nikamjibu kwamba nakuelewa pacha, lakini huu ni uamuzi wangu. Kulwa akasema aya, umerogwa au? Si ulikuwa humtaki hata kumuona Oscar? Si ulikuwa unalalamika kwamba humtaki kila siku? Leo umekwaje mstari wa mbele kumtetea? Nikamwambia kwamba kuna tatizo Kulwa. Tayari ni mume wangu. Na mimi kwa sasa yani sina chuki naye. Kulwa akasema hakuna tatizo Doto. Huyo sio wewe. Hivi nini kimetokea? Hebu niambie kweli nini kimekutokea? Nikamwambia wewe nimechagua kuwa sawa na Oscar. Nilisema. Kulwa alibaki amenitazama tu bila kuamini masikio yake. Akauliza kwamba umesema nini tena? Nikamwambia nimechagua kuwa hivi. Naomba uniache. Kulwa akasema lakini hajachagua muwe sawa, ndio maana amefikia tu kukupiga. Kulwa naamini atakuwa amejifunza sawa. Kwa tafadhali sana usimfikishe mbali. Sio kwa sababu kilichotokea ni kidogo, bali kwa sababu nina mimba. Sitaki mwanangu aje kukua akiona kuna matatizo. Nataka apate nafasi ya kukua kwenye amani. Kwa naomba tu kwa hili yani naomba tuliache tu, akija kurudia basi mimi nitakuwa tayari kwa kumshtaki. Kulwa alishiwa pause, ikabidi sasa akubali tu. Akaomba akae na sisi ili ajihakikishie kuwa nitakuwa salama. Oscar naye akaachiwa tu. Kuanzia siku ile aliacha kabisa tabia ya kulala nje. Alirudi nyumbani mapema, alianza kuniuliza hali yangu kila siku na kunipeleka kliniki bila kukosa. Basi siku zilivyozidi kusonga, tumbo langu lizidi kuwa kubwa. Usiku mmoja haukuwa wa kawaida bwana. Nilihisi maumivu ya ajabu sana tumboni, yani ni kama yale ya kawaida niliyokuwa nikiyapata siku za nyuma. Nijigeuza kitandani mara kadhaa nikijaribu kupouza, lakini alizidi aise. Oscar alikuwa amelala pembeni yangu alishtuka, akauliza Doto kuna nini? Nikasema sijui, tumbo linanuma tu tofauti leo. Nilimjibu sasa nikishika tumbo langu lililokuwa limekaza ghafla. Maumivu alikuja akapotea kidogo, halafu yakarudi tena kwa nguvu zaidi. Oscar alitazama saa, akaniangalia tena, akauliza kwamba msubiri, haya maumivu yanakuja kila baada ya dakika ngapi? Aliuliza. Kabla sijajibu, maumivu alianza tena. Oscar hakupoteza muda.
Alinisaidia kuinuka, akampigia simu Kulwa haraka, akamwambia pacha wako ana uchungu, tujiandae kwenda hospitali. Kulwa aliamka, wakasaidiana kuniandaa. Dakika chache baadaye tulikuwa njiani. Gari ilionekana kama inakwenda taratibu kuliko kawaida. Kila uchungu kikolea, nilikuwa nashika kiti kwa nguvu huko machozi yakinitoka bila kujizuia. Nilipoona hospitali ni mbali sana. Tulipofika hospitali kule napofanyia kazi, nilipokelewa haraka nikaingizwa leba, hatimaye nikajifungua mtoto wa kiume. Kilio chake cha kwanza kiliposikika, moyo wangu ulipata furaha ya ajabu sana. Ilikuwa ni sauti tamu kuliko zote nilizowahi kusikia maishani mwangu. Nilikuwa nimechoka sana, hivyo nilipata usingizi mzito, na asubuhi daktari alinizalisha, alinipatia mtoto wangu nimshike. Nilipomtazama mwanangu kwa mara ya kwanza, nilihisi raha kama sio mimi huyu niliyemnyoa pitu. Dogo mbishi huyu. Alafu kwa ni mzuri kupita maelezo. Basi nikambusu pale. Familia ikaja kuniona, nikamkabidhi Oscar mtoto. Kwa kusitasita kauliza kwamba ni mtoto wetu. Nikajibu ndio, ni mtoto wetu wa kiume. Akasema asante sana Doto kwa kunipatia zawadi. Basi mimi sikumjibu. Nilimtazama tu, kisha nikamtazama mwanangu. Ndani ya moyo wangu nilijua nilichagua amani. Si kwa sababu nilisahau kilichopita, bali kwa sababu nilitaka kesho bora kwa mwanangu. Kwa hiyo tulimuitakia. Niliporuhusiwa pale hospitali, nikawa sasa nimepelekwa nyumbani. Mamangu aliomba akae na mimi ili anilishe uzazi, hivyo nikatakiwa nikae nyumbani siku 40. Oscar akawa anakuja kila siku kutuona. Nilipofikisha wiki 2 nikamwambia kwamba baba, wakumbuka mimi na wewe tulikosana wakati ule kuhusu mimba ukidai sio ya kwako. Basi nadhani sasa ndio wakati mzuri wa kujithibitishia. Doto, haina haja, mimi nishajihakikishia mtoto ni wa kwangu. Tusije baadaye tukakosana. Hapana bwana, tayari nishapima mke wangu. Nichukua nywele wa mtoto na kwenda kufanywa vipimo. Majibu akasemaje? 99% mtoto ni wangu halali. Hivyo kuona jisikiaje sasa ulipo? Wife, mnaomba tuache basi hizi mambo kwa sasa, tuangalie maisha yetu tu mengine ya furaha pamoja na amani. Basi Oscar alisisitiza, mimi sikuwa na haja ya kuleta tena matatizo, nikakubaliana naye. Sasa ilipita mwezi mmoja tangu nijifungue. Nilikuwa nimechoka sana kukaa kwa mama, nikapakumbuka sana nyumbani kwangu. Nikaamua nirudi kwa kuwa sasa nilikuwa na funguo za akiba. Mimi sikusumbuka sana hata kumpigia Oscar, nikawa nimeenda mwenyewe. Nilipofika mlinzi alinipokea vizuri tu, akanisaidia kubeba mizigo hadi ndani, nikamlaza mtoto kitandani, nikaanza kupanga vitu. Nilipokuwa sasa nikifuta dressing table, macho yangu yakatua chini yake. Nikaona chupi niliokota pale, nikaikagua vizuri, niligundua sio ya kwangu. Nguo zangu mimi nazijua, rangi nazijua, size najua, yaani kufanana za kwangu kabisa. Basi nikaiviringisha, nikaweka pembeni, nikijiambia kwamba nitamuuliza Oscar kirudi. Mimi niliendelea kupanga vitu kana kwamba hakuna kilichotokea. Jioni Oscar alirudi kazini. Alipoingia tu uso wake ulionyesha furaha sana. Basi akauliza, Doto, mmerudi? Nikajibu ndio. Nilimjibu kawaida kabisa huku na tabasamu. Alimchukua mtoto akambusu, akicheza naye. Nilimtazama tu, yaani hakukuwa dalili ya hatia wala hofu usoni mwake. Baada ya chakula nikachukua ile chupi nikamwonyesha, nikamwambia, hii ni nini? Oscar alitazama akacheka kidogo, akasema, hiyo sio si nguo ya ndani. Oscar alizungumza hivyo. Nikamuuliza kwamba ya nani? Sitakuwa ya kwako mwenye mke wangu. Hapana Oscar, sio ya kwangu. Nguo zangu nazijua. Alinyamaza kwa sekunde chache, alafu akanijibu kwamba labda ni ya zamani tu, ulishasahau. Hapana. Yaani siwezi kukataa kitu ambacho si cha kwangu. Doto, tafadhali usianze tena, umesikia? Yaani hakuna chochote kilichotokea. Oscar, mimi sijaanza chochote. Nimeuliza tu swali moja. Doto, hebu kwa serious basi. Sitaki kunifanya mjinga. Hii chupi sio ya kwangu. Hii chupi ni ya nani? Doto, hivi kwa nini unasisitiza? Si bora tu uache kuendelea kuuliza hivyo. Kuacha nini? Oscar, naomba niambie kweli. Nani alikuwa hapa? Hakuna mtu. Mbona unataka kutafuta sababu ya kuanzisha ugomvi tu? Yaani mimi natafuta sababu. Oscar, nikuja nyumbani kwa amani. Usinilazimishe nibadilishe. Basi kama uniamini bwana. Kama unajua sio yako, itakuwa ya nani tena? Unanijibu hivyo? Bwana, hakuna mwanamke mwingine Doto.
Oscar alijibu japo sauti yake, maneno yake ni kama ukali hivi. Nilipata hasira, nikambeba mtoto nikarudi kwa mama. Nilipofika nyumbani nilikuta mama ameshalala. Kulwa tu ndo alikuwa macho. Nikamuelezea, akaniambia kwamba Doto, nakuelewa, lakini kukimbia kutakusaidia kujua kweli. Nikamwambia Kulwa kwamba sina nguvu ya kubaki, yani siwezi kabisa ni. Kulwa akasema sio kwamba eti unapuzia. Yani unataka uhakika, na huo uhakika haupatikani wewe kwa kuondoka. Kulwa alinielezea, kisha akachukua simu akampigia Oscar, akaweka the speaker. Alipopokea akamwambia kwamba Oscar, Doto yuko nyumbani hapa. Sasa achana na lolote ulionalo, njoo mfuate. Oscar akajibu kwamba sana kuja. Kulwa akakata simu, akanigeukia akasema kwamba hakuna kusubiri asubuhi. Rudi naye tutachunguza zaidi. Nikasema sawa pacha. Basi baada ya muda Oscar alikuja kutufuata. Njia nzima nilikuwa kimya. Mpaka tunafika nyumbani hakuna aliyemsemesha mwenzie. Asubuhi tulipoamka alinisalimia, niliitikia tu vizuri, akawa ameondoka kazini, mimi nikabaki nyumbani. Nikawa sasa nawaza nifanye nini jamani, ni ujue kweli, maana roho ilikuwa inaniuma sana. Nikaamua kumfuata mlinzi kumuuliza wakati sipo hapo nyumbani Oscar ileta mwanamke gani? Ila mlinzi akasema yeye hajui chochote kile. Nilibembeleza sana lakini hakusema. Nilichukia sana, ila nikajikaza tu nisiwe na pupa, nitajua tu. Na nitakuwa makini. Nitakuwa kimya tu, lakini sitakuwa mjinga. Jioni Oscar alirudi kazini. Alikuwa kawaida kabisa, kana kwamba ni hakuna chochote kilichowahi kutokea. Aliweka simu kwenye chaji, akaenda bafuni kuoga, nikajisemea hii ndio nafasi. Nikachukua simu nikakuta bado haijajilock. Nikaanza kukagua SMS. Kulikuwa na SMS nyingi sana. Ana chat na mchepuko wake. Roho ilianza kuniuma. Yule mwanamke alikuwa akimponda, yani akiniponda mimi. Maneno alikuwa ni makali ya dharau. Oscar kumkemea, hakunitetea. Alikuwa anacheka tu. Alikuwa anajibu kwa emoji. Sasa nikachukua namba yule mwanamke, nikaiandika haraka kwenye simu yangu. Nikarudisha simu ya Oscar kama nilivyoikuta. Nikamshirikisha Amani na Kulwa na kumwambia Amani nimpe namba aanze kumtafuta mwanamke mpaka afanikishe kuipata picha yake. Amani akakubali, ila aliniomba nisije kufanya fujo. Kama vipi nikae chini na mume wangu tuongee. Nikaambia nitaongea naye ila anitafutie picha huyo mwanamke kwanza. Basi Amani alianza kuchata na yule mwanamke, akaanza kwa kujifanya kama akakosea namba. Yule mwanamke akaa kama anamuignore Amani hivi. Amani akaa anaenda naye pole pole. Baada ya wiki Amani akanitumia picha huyo mwanamke. Nilishtuka sana baada ya kuona ile picha kuwa ni Ana aliyekuwa dada yetu wa kazi. Nikasema hivi kumbe Oscar ameendelea kutembea na Ana. Basi nikamtafuta mama mkwe, nikamuuliza kuhusu Ana kuwa yupo wapi, akaniambia kuwa alienda kwao. Nilishindwa kumficha, nikamuuliza kila kitu. Mama mkwe alisikitika sana. Akaniambia kwamba yeye alimsafirisha Ana kwenda, ila kwa staili hiyo itakuwa alirudi. Akaniahidi ataitisha kikao mimi na Oscar ili tuweze kulitatua. Basi mama mkwe akatuita kikao, Oscar na mimi. Akamsema sana Oscar kuhusu kunisaliti. Na alimwambia kwamba wewe si ulikuwa unamlilia Doto kila muda kuwa unampenda, Leo umempata, kwa nini sasa utake na wanawake wengine? Oscar akasema kwamba mama, mimi sio kwamba simtaki Doto, ila Doto anipendi kabisa. Tangu nimemwona purukushani kila siku. Na ameshawahi nitamkia, yani ameamua kuwa sawa na mimi sababu ya mtoto. Hata kabisa mtoto wetu akua akiona kuna tofauti kati yetu. Sasa mama, yani mimi nakuaje na mtu unajua kabisa anipendi na hathamini chochote kuhusu mimi, Furaha kweli naipata wapi mamangu? Oscar alimjibu mama yake. Mama akasema kwamba kwa hiyo kuchepuka ndio dawa, Unaenda kujipa furaha huko. Kwa hiyo yeye furaha anapata wapi? Kwa hiyo na yeye achepuke ama? Oscar akasema kwamba siwezi kusema ni sawa nilichofanya mama, nimekosea, lakini nimekuwa nikihisi upweke hata nikiwa kwenye ndoa. Nilikuwa natafuta mtu wa kunisikiliza tu. Baada ya Oscar kusema hivyo nilicheka kwa uchungu, nikasema kwamba kwa hiyo kunisaliti na dada wa kazi ndio sawa. Hivi ni mara ngapi nimejitahidi kuwa mke, lakini ukuliona hilo? Ulitaka mimi nionyeshe vipi? Nimuuliza Oscar, hapo machozi yanalenga. Mamangu akasema, inatosha sasa. Hapa hakuna kisingizio. Wewe Oscar umekosea vibaya sana. Hatuwezi kutatua hili kwa kuendelea kubishana, Ukweli lazima usemwe. Sitaki tena kusikia haya mambo yanaendelea. Nitamtafuta Ana popote na wazazi wake nitaongea nao wote. Niwape taarifa kabisa kuhusu upuzi. Basi mama mkwe alizungumza kwa hasira, yani alimsema sana Oscar. Oscar akaomba msamaha na kumwahidi mama mkwe kuwa ataachana na Ana. Ahadi yake ilinifanya nisikie afueni kidogo, lakini moyoni sikuamini kirahisi. Maneno ni rahisi, vitendo ndio vigumu. Baada ya kikao kumalizika, mama mkwe alinivuta pembeni na kuniambia kwamba Doto mwanangu, najua umeumia sana, lakini tafadhali jipe muda. Usifanye maamuzi kwa hasira, nipo pamoja na wewe.
Basi nimshukuru, lakini moyoni nilijua safari hii haitakuwa rahisi. Usiku ule Oscar alijaribu kunigusa, kunikumbatia. Nilimsukuma nikamwambia sipo sawa. Hainielewa, kila mtu akalala kivyake. Nilikesha nikifikiria tu, je, kweli ataachana na Ana? Sio rahisi, hata wakati ule aliniahidi hivyo hivyo. Nikawaza nitaumia sana hapa. Ni heri tu nijali kuhusu mimi tu. Waachane wasiachane, watajua wenyewe huko bwana. Basi siku zilipita, nilianza kubadilika, sikumfuatilia Oscar tena. Sikuuliza chochote, sikutaka kujua chochote kuhusu simu yake, wala sikuwa na hamu ya kujua anakwenda wapi. Mimi nilikuwa ni mpole sana mpaka yeye mwenyewe alianza kushangaa. Nijijali mimi na mwanangu. Akichelewa kurudi simulizi. Yaani mimi nitengeneza mazingira kama hakuna kilichotokea. Oscar alijaribu kunipeleza mara kadhaa, kuniuliza kama niko sawa. Nilimjibu tu kwa kifupi ya kwamba nipo sawa. Basi nilitafuta dada wa kazi anaitwa Jessica, anisaidie kulea mtoto. Mimi nikarudi kazini rasmi. Siku moja jioni tulipotoka kazini, nilimuhisi kama hayupo sawa. Alikaa kimya kwa dakika kadhaa, halafu akaniambia kwamba wife, nataka nikwambie kitu. Nikamwambia okay, nakusikiliza. Akasema niliachana na Ana. Nikamjibu tu okay. Alishtuka kidogo, alitarajia labda nipige kelele, nimuulize maswali au nifurahi, lakini mimi sikufanya chochote. Lakini kuna jambo jingine. Jambo gani? Bahati mbaya Ana na mimba yangu. Oscar aliposema hivyo, moyoni nilihisi kitu kama sindano imenidunga hivi, lakini sikuruhusu ionekane kwamba ni imeniuma. Nilivuta pumzi ndefu, nikamwangalia machoni moja kwa moja, kisha nikasema kwa sauti tulivu kabisa kwamba hongera. Oscar alitumbua macho kwa mshangao, akasema hongera? Ya, ni jambo kubwa. Mama mjamzito anahitaji matunzo mazuri, hakikisha unamzingatia. Afya yake na mtoto ni muhimu sana. Yaani huna hasira? Hasira zilikuwa ni zamani Oscar. Mimi sasa nimechagua amani yangu. Na kwa nini una hasira? Si nitakuwa kama simtaki mtoto wako jamani. Hiyo itakuwa ni dhambi bwana. Wewe kama umeamua kuachana na mama yake, hilo linatosha. Tena mtoto akizaliwa mlete tu tuweze kumlea. Usimtelekeze mtoto. Nilimwambia Oscar, hakuamini. Baada ya mazungumzo yale na Oscar, mimi sikumwaga hata tone la machozi mbele yake. Nilijifungia chooni nikaanza kulia sana, kisha nikaamua nilale. Nilimwangalia mwanangu aliyekuwa amelala kwa amani, nikajikuta nikijiuliza kwamba hivi kweli ndoa inahitaji mtu avae moyo wajue kiasi hiki jamani? Basi siku iliyofuata nilimpigia simu pacha wangu Kulwa. Nilijua yeye ndiye pekee angenielewa bila kunihukumu. Nilimweleza, akaniambia kwamba Doto, hii itakuwa ngumu sana. Usijidanganye kuwa utakuwa sawa. Nikamuuliza Kulwa, kwa mimi nifanyeje? Kulwa akasema sikiliza pacha wangu, kwa sasa hapa kaza roho, umesikia? Yaani fanya kama ujali. Ngoja mtoto azaliwe kwanza, hapo ndipo utakata mzizi wa fitna. Umesikia Yaani ukubali tu kwa roho moja kukaa na huyo mtoto. Nikamuuliza Kulwa kwamba na kama Oscar na Ana wakaendelea je? Kulwa akasema hiyo ndio maana nakuambia uwe tayari. Kama mtoto akikaa na wewe utakuwa umepunguza nafasi yao ya kuendelea. Na hata hivyo bado hakuna uhakika kuwa Oscar hatakuwa na Ana. Ndio nikuvumilia Doto. Funga mkanda tu. Wakati ule ulikuwa unapenda wewe ukaleta wakati ule kipindi ulikuwa unapendwa wewe ukaleta maringo. Nikamwambia Kulwa kwamba kwa unanishauri ama unanicheka? Kulwa akasema wewe zingatia tu ya muhimu niliyokushauri au mengine aache tu. Kulwa alinijibu hivyo, basi tukatumishi hapo. Kwenye maisha yangu msikilizaji, mimi sikutaka kuwa mwanamke mwenye moyo wa chuki, lakini sikujua kama nina nguvu za kulea mtoto wa mwanamke aliyeingilia ndoa yangu. Wewe kuweza? Kama wewe kuweza niandikie kwenye comment. Basi siku zilisonga, Oscar alionekana kuwa mpole zaidi, alinijali sana. Labda alikuwa na hofu ya kunipoteza. Mimi niliendelea kuvaa tabasamu langu la amani, lakini moyoni nilikuwa naumia kabisa. Kikweli haikuwa rahisi kama nilivyojidanganya. Kulikuwa na maswali mengi sana kichwani mwangu kuliko majibu. Kila nikiamka nilikuwa ni wa kumwangalia mwanangu, alafu ghafla najiuliza kwamba je, nitakuwa na nguvu ya kumpenda mtoto wa Ana kama huyu wangu? Nilikuwa najiuliza mara 100. Ila nikajifanya niko sawa kabisa, maana Oscar aliniomba nisiwaelezee wazazi kuwa Ana ana ujauzito wake, maana ameshawaambia ameachana naye, hivyo wakisikia habari ya mimba wanaweza kutuvuruga. Nilimkubalia tu. Kuna siku nilimkuta akiongea na simu kwa sauti ya chini. Aliponiona alikata simu haraka sana. Mimi sikumuuliza, lakini moyoni nilijiuliza kwamba ni Ana au. Basi kazini ilianza kuwa mpweke. Nilikuwa na tabia kuchangamkia wafanyakazi wenzangu, lakini sasa hivi nilikuwa mkimya. Kila mjamzito niliyemuona moyo ulinidunda kwa nguvu. Nijikuta namchukia Ana. Muda mwingine nilikuwa najilaumu mwenyewe kwa ujinga wangu ambao nilikuwa namletea Oscar. Ana akatumia udhaifu wangu
kushinda taji. Basi nikawa mimi naendelea kujikaza, miezi ilizidi kukimbia. Siku hiyo bwana nilikuwa kazini, lakini moyo wangu haukuwa kazini. Nilikuwa nimekaa tu mezani nikikodolea macho kompyuta bila kuona chochote. Ghafla mlango wa ofisini ulifunguliwa. Nikainua macho nakuta Ana amesimama mlangoni. Nijikuta nasimama kwa mshtuko. Alitembea taratibu mpaka alipofika karibu na meza yangu. Akanitazama juu mpaka chini. Kisha akacha tabasamu la nyodo. Akasema kwamba samahani Dadoto, nimekuja bila taarifa. Nilikaa kimya, mimi sikumjibu. Nilihisi pressure lakini sikutaka kumpa nafasi ya kuona udhaifu wangu. Akaendelea kuzungumza ya kwamba usijilaumu sana. Wewe ni kundi la wanawake wanaojiona sana mpaka wanamsahau mwanaume wao. Alafu mwanaume akipata mtu wa kumsikiliza, moyo wake huhamia huko. Naomba usinichukie, mimi sikuchukua kitu cha mtu. Nilichukua kilichotelekezwa tu. Pia sina ratiba ya kuachana Oscar Maidia. Kwa hiyo naomba unipokee kama mke mwenzio wa kudumu mama, umesikia Oscar alisema wewe ni mwanamke mwenye moyo mzuri sana. Kwa hiyo anaelewa utaelewa. Ana alisema huko akipapasa tumbo lake. Nilimeza mate. Nilihisi pumzi inanibana hivi, lakini bado sikusema neno. Nilimwangalia tu, kimya changu kilimpa nguvu zaidi. Akanisogelea kwa tabasamu, lakini kabla hajasema kitu, tabasamu lake lilitoweka ghafla. Uso wake ulibadilika. Alishika tumbo kwa mkono mmoja, mwingine akashika meza yangu. Alipiga kelele kama za maumivu hivi. Nikauliza kwamba Ana, uko sawa? Hakujibu. Alitoa sauti nyingine ya uchungu. Safari hii sauti ilitoka kali zaidi. Nilimkimbilia haraka bila kufikiri. Hasira, wivu, maumivu vote vilipotea kwa sekunde chache. Nilimshika kabla hajaanguka, nikamwambia jikaze, kaa chini. Nilisema, nikamkalisha chini. Nilimpigia simu daktari mwenzangu, nikamwambia wasaidiane na nesi wamkimbize Ana leba, maana uchungu umemshika. Sasa mimi sikuwa na nguvu kabisa ya kumzalisha Ana. Hivyo niliwapa maagizo tu wenzangu wamhudumie vizuri. Alikuwa ni dadangu wa kazi, hivyo ni mwanafamilia wangu. Tulikuwa na vifaa vya dharura, nikawaambia watumie hivyo, mimi nitavilipia. Nilimpigia Oscar nikampa taarifa. Baada ya muda Oscar alifika akiwa na mdada mwingine ambaye ni ndugu yake Ana. Na daktari alimhudumia Ana. Yaani sasa baada ya kumaliza kumhudumia akawa amekuja ofisini kwangu akaniambia kwamba Ana ameshajifungua. Oscar aliposikia ile taarifa aliuliza haraka kuwa Ana kajifungua mtoto gani? Daktari akamjibu wa kike. Oscar alionyesha kufurahi sana mpaka sasa nikajisikia vibaya. Nikaamua kuondoka kuelekea nyumbani. Sikutaka kabisa kufuatilia lipi ambalo litaendelea hapo hospitali. Basi nilipofika nyumbani tu, Oscar alifika nyuma yangu. Nikamuuliza, mbona umewahi kutoka hospitali na wakati bado hujafuatia vizuri kuhusu mgonjwa, yani mzazi mwenzio? Oscar kusema kitu, alikuja akanikumbatia kuniambia kwamba mke wangu, naomba unisamehe sana, najua hauko sawa. Nimeshindwa kukaa pale hospitali, sijapenda watu waanze kujaji mimi kujihusisha sana na yule mgonjwa na wakati wengi wanafahamu mimi ni mmeo. Nikamwambia kwamba wala hamna tatizo, mimi nilishawaelezea kuwa yule mgonjwa alikuwa dada yetu wa kazi, hivyo ni kama ndugu kwetu, hakuna mtu wa kujaji. Oscar akasema sawa, lakini siendi tena. Sikumjibu lolote. Nikajitenga naye, nikaenda kupiga simu kwa daktari aliyomzalisha Ana kumuuliza anaendeleaje. Nikamdanganya tu kuna dharura imenitoa pale hospitali. Basi akanijibu kwamba anaendelea vizuri japo kazimia kidogo. Na mtoto popoa tena ni mzuri kweli, maana kanaonekana ni kachotara. Asa ni kwa mshangao nikamuuliza kwamba chotara? Daktari kanjibu ndio Dr. D. Nikamwambia kwamba ukisema chotara unamaanisha nini? Daktari kasema anasema mtoto mama yake ni Mswahili ila babake nahisi ni Mwarabu au Muhindi. Nikasema daktari kasema ya ndio hivyo daktari. Nikamwambia okay, naomba nitumie picha ya mtoto daktari. Daktari kasema sana kutumia. Basi nikata simu, nitafakari yale maneno ya daktari, nikatamani iwe kweli. Asije kuwa kumwangalia mtoto kwa wasiwasi tu labda ndio imesababisha na anatoa taarifa ambazo sio sahihi. Basi nikarudi alipo Oscar. Nilimwangalia kwa muda, moyo wangu ulikuwa unapiga kwa kasi sana. Nikakaa karibu yake nikasema kwamba nilipiga simu hospitali. Akauliza vipi anaendeleaje? Nikasema kwamba nimeongea na daktari, anaendelea vizuri japokuwa alizimia kidogo. Na mtoto naye yupo poa. Daktari kasema ni mzuri sana. Akasema pia kanaonekana kama kachotara. Niliona mabadiliko usoni pake. Halafu akajifanya kucheka. Akasema kwamba unajua watoto wengine uzaliwa tu hivyo, rangi hubadilika, si unajua tena. Basi nilimwambia kwamba sisi madokta huwa tuna uzoefu kujua bwana. Sawa mtoto wa Kiswahili anawezaje kuonekana kama na damu ya Kihindi au ya Kiarabu tunafahamu.
Nilisema. Oscar alisimama ghafla. Oscar akasema kwamba Doto, mbona unaanza mambo ajabu Mtoto bado mdogo, ndio maana kanaonekana hivyo. Sasa kwa nini unaanza kusema siji kwamba masuala ya Uarabu au Kihindi? Basi simu yangu ikaingia SMS mpya WhatsApp. Daktari alikuwa akashanitumia picha. Nikaifungua, nilipomwona tu yule mtoto. Mimi ni daktari bwana. Hata kama watoto wote wa siku moja wanakuwa wote kama Waarabu au weupe wote. Wewe. Huyo nilijua tu sio wa Oscar. Niliamua kunyamaza, hata mimi sikutaka kumwambia Oscar. Nilimtext tu Kulwa kwamba nikampatia tu ubuyu kwa kile kilichoendelea. Kulwa alicheka sana. Akasema sasa Oscar kwa jinsi anavyonipenda nitajirudi kwake mazima. Hivyo safari hii nisilete drama. Tena nitulie tu na ndoa yangu ipate amani na maisha endelee. Basi kesho yake niliwahi kuamka mapema sana, nilikuwa na vibe hatari. Nilimwamsha Oscar tujiandae twende hospitali akamwone mwanae. Nilimhudumia na mwanangu pale, baadaye nikamkabidhi kwa dada wa kazi. Sisi tukawa tumetoka kuelekea hospitali. Tulipofika kule, tukapewa taarifa kuwa mgonjwa aliondoka bila taarifa. Ni kama alitoroka. Basi ikabidi sasa niingie na Oscar ofisini kwangu. Nikamuuliza, yani iweje mwanamke wake atoroke? Yeye akasema ajui, labda akajiona hayupo salama. Akaniuliza kwani alifikaje pale hospitali? Basi mimi nikaa nimemuelezea, akabaki analaumu kuwa hata simu hampokelei. Ningoja akamwangalia anapoishi. Nikamjibu tu sawa. Basi akaondoka. Baadaye akanipigia simu na kuniambia hata huko hayupo na simu zake hapokei. Nikamwambia arudi tu nyumbani pumzika. Basi jioni nirudi nikiwa na raha zangu tu nyingi tu. Nilimkuta yeye hata hana raha. Nikamliwaza tu kwa upendo. Wiki moja mbele bwana mimi nilikuwa kazini. Nashangaa tu wafanyakazi wenzia Oscar wamemleta eti kaanguka pressure. Ilibidi sasa tumpokea haraka na kumhudumia. Baadaye akawa sawa. Ikabidi sasa nirudi naye nyumbani. Nikamuuliza tatizo gani kwani? Akaanza kunielezea kuwa amegundua amemdanganya mtoto sio wa kwake. Amejikuta tu yani roho inamuuma sana kwa jinsi alivyoingia gharama nyingi sana kwa kumhudumia siku zote za ujauzito. Mimi nilimpatia pole na kumtaka asiliweke hilo jambo moyoni, kwani litamuumiza tu, kwa sababu wanawake wengi wapo hivyo na Yesu wa kwanza kusingiziwa mtoto ama kubambikiwa matumizi ya mimba. Kwa hiyo wala hata asijali, ni jambo la kawaida. Kikubwa tu ashukuru ya kwamba Yesu mhusika. Basi Oscar akasema kwa mbele yote umeataka wewe, ulitaka mimi nikupende vipi mwanamke? Alisema kwa uchungu, akanikaba shingoni. Alionekana kama amechanganyikiwa hivi. Nikasema kwamba Oscar ananiumiza. Oscar aliniachia, ikabidi sasa nimtulize maana alikuwa amepanic sana. Nilimshika mikono yake, nikamwangalia machoni. Macho yake yalikuwa mekundu sana. Nikamwambia kwamba Oscar, naomba nisamehe. Nimekosea, nimekuwa mkali, nimekuwa kukupa maumivu kuliko upendo, lakini yote alitokana na maamuzi niliyokuwa nayo mwanzo. Naomba unisamehe kwa maneno yangu, kwa ukimya wangu na kwa hasira zangu. Naahidi kuanzia leo nitakuwa mke wako kwa vitendo, sio kwa jina tu. Nitakuheshimu, nitakusikiliza na nitakuwa bega lako hata ukiwa dhaifu. Machozi yalindondoka. Oscar akavuta pumzi ndefu, kisha akanivuta karibu yake. Alinikumbatia kwa nguvu, akasema kwa sauti ya chini ya kwamba Doto, nimechoka. Nimeumizwa sana. Nilijiona mpumbavu, nikajichukia mpaka nikashindwa kujitambua. Nikamwambia Oscar kwamba usijichukie, ulikuwa unapenda, kosa sio kupenda, kwa hiyo nisamehe. Sitakuacha ujisikie vibaya tena. Oscar akasema sawa, nashukuru sana. Nikamwambia usijali, mimi nitafanya zaidi ya hayo, nitakuwa mke wako wa kweli katika furaha na maumivu. Basi bwana, ukurasa mpya ukaanzia hapo. Siku kadhaa mbele nikamwambia Oscar kuwa nataka tufanye jambo moja kubwa. Nataka tubariki ndoa yetu upya. Tuanze upya rasmi kwa Mungu na kwa mioyo yetu. Oscar alinitazama kwa mshangao. Akaniuliza kwamba upya unamaanisha nini Doto? Nikamwambia namaanisha tuvalishane pete upya. Ahadi mpya, maisha mapya. Sitaki kuendelea kubeba makosa ya jana. Nataka kesho iwe safi. Nataka tukanunue pete zingine tuvalishane. Basi Oscar alifurahi sana, akakubaliana na mimi, tukanunua pete na kwenda kanisani, kiongozi akazibariki, tukavalishana, ndoa yetu ikaanza upya sasa. Nowadays nampenda Oscar sana tu. Sijui hata nini kimetokea, lakini nampenda sana. Jamani, mpaka hapa ndo tumefika mwisho wa hii simulizi yetu. Mtayarishaji ni Kitifefe na aliyekusimulia ni mimi Lucas Lumbas. Kwa hiyo tukutane kwenye simulizi nyingine mpya hapa Lumbas Simulizi. Niseme tu God be with you till we meet again. Bye bye.